Mheshimiwa wabunge tukae. Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa lijadili na kuidhinisha mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026. Majadiliano yanaendelea. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na majadiliano. Nayo majina hapa ya wabunge walioomba kuchangia. Tutaanza na Mheshimiwa Joseph George Kakunda, atafuatiwa na Mheshimiwa Ruben Kwagilwa. Mheshimiwa Joseph Kizito Mhagama ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi hii ya kuchangia mpango wa maendeleo ya miaka 5. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Bajeti kwa uwasilishaji wao mzuri leo asubuhi. Kwa kweli mbinu waliotumia kuwasilisha imefanya mpango wetu uweze kueleweka, sio kwetu sisi wabunge bali hata kwa wananchi. Kwa hiyo kwa niaba ya watu wa Sikonge nawapongeza sana. Na niseme tu kwamba kwa niaba ya watu wa Sikonge nimeupokea mpango uliowasilishwa leo asubuhi na Mheshimiwa Waziri wa Fedha kwa mikono miwili, kwa matumaini makubwa. Tathmini ambayo ameitoa hapa ya utekelezaji wa mpango uliopita unatoa matumaini kwamba mpango huu wa 3 utakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Na nina sababu mbili Mheshimiwa Naibu Spika za kusema hivyo. Sababu yangu ya kwanza ni kwamba utekelezaji wa mpango uliopita katika maeneo mawili hasa makubwa. Eneo la kwanza, eneo la huduma za jamii, elimu, afya, maji. Kwa kweli tunahitaji kuipongeza sana serikali na kuipa heko kubwa kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana kwenye eneo la huduma za jamii. Eneo la pili Mheshimiwa Naibu Spika, ambalo litekelezwa vizuri sana ni eneo la miundombinu kwa ajili ya kuhudumia uchumi. Eneo la barabara, madaraja makubwa, vivuko, reli, umeme hasa umeme vijijini, maji, viwanja vya ndege, bandari. Mheshimiwa Naibu Spika, maeneo hayo yalionyesha mfano mkubwa safi kabisa na ni mfano wa kuigwa kwa serikali nyingi katika bara la Afrika kuhusu matumizi mazuri ya fedha za umma. Mheshimiwa Naibu Spika, maendeleo tuyapata kwenye eneo la miundombinu kwenye maeneo hayo niliyoyataja yamefanya Tanzania iwe sehemu muhimu nzuri ambayo inavutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Mazingira ni mazuri. Kwa hivyo kutokana na mafanikio hivyo, na shauri serikali ni vema tuendelee kusimamia vizuri utekelezaji kwenye maeneo yote hayo ili tuendelee kuwa bora zaidi, na hayo ni maeneo ya vipaumbele vya watu. Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa ya CAG ya juzi kwa kweli inanifanya niombe serikali kupitia Waziri Mkuu na viongozi wote wa serikali kwenye wizara mbalimbali. Naomba sana taarifa ya CAG muipitie kwa kina nyinyi ndugu zetu mlioko serikalini ili muweze kuchukua hatua stahiki, sio hatua za kukurupuka, hapana, hatua stahiki kwa kila aliyehusika na ubadhirifu, ili tunapoenda kwenye kutekeleza mpango mpya tupate mafanikio makubwa kwa niaba ya wananchi wetu na kila mwananchi aweze kufurahi. Hapa mimi natangaza rasmi kwamba halmashauri yangu ya wilaya Sikonge ni miongoni mwa halmashauri ambazo zimepata hati chafu. Hili mimi binafsi kama mbunge wa Sikonge naambia wananchi wa Sikonge sijalifurahia, na naomba mamlaka zinazohusika ziweze kufuatilia ili tusiwe na mambo kama hayo katika siku za usoni. Mheshimiwa Naibu Spika, na maeneo 4 ya kushauri, maeneo 5. Eneo la kwanza
kwenye viashiria vya taifa vya uchumi kuna kitu kinaitwa mfumuko wa bei au inflation. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mtaalamu wa uchumi, tena sio mtaalamu wa hivi, mbobezi kabisa kwenye eneo hilo. Na Mheshimiwa Waziri wa Fedha anafahamu. Hii habari ya kukaa tunatamba kama taifa hapa, unajua inflation yetu ni 3.5%, sio kitu cha kujivunia sana. Tunatakiwa kweli kuwa single digit, lakini ni single digit ambayo inasogelea 10% ili kuweza kuchochea faida za muda mfupi na faida za muda wa kati za wawekezaji na biashara na kwenye eneo la biashara. Hii kuweka 3.5 na chini ya hapo ni kufanya uchumi uwe dormant. Sawa, bei hazitabadilika sana, lakini je, uwekezaji, je biashara, faida kwenye biashara itakuwaje? Kwa hiyo namshauri Waziri wa Fedha awaambie wataalamu wasio waoga sana kwenye inflation. Hasa hii inflation ambayo iko chini ya 5% sio nzuri sana kwa taifa ambalo tumeshatengeneza mfumo mzuri wa maendeleo. Eneo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, tunapozungumzia viwanda, unataja maelfu ya viwanda. Kweli na mimi nilikuwa waziri wa viwanda wakati fulani. Nataja mafanikio, tumeanzisha viwanda 50,000. Mimi kwangu binafsi mafanikio ni kwenye eneo la ajira. Tumecreate ajira kiasi gani kwenye sekta ya viwanda? Sio kutaja viwanda 50,000. Hapana. Mheshimiwa Naibu Spika, miongoni mwa viashiria muhimu kabisa kwenye dira yetu ya maendeleo ya taifa, tulisema kwamba ifikapo mwaka 2020 40% ya ajira itatoka kwenye eneo la uzalishaji viwandani. Kwa hiyo tunapotoa taarifa ya viwanda tulivyoanzisha, lazima tuseme tumefikia hatua gani kwenye kufikia lengo la 40% ya ajira kwenye sekta ya viwanda. Hilo ni la muhimu sana. Jambo la tatu ambalo ningependa kulishauri, maeneo ya utawala bora. Mheshimiwa Naibu Spika, dira ya maendeleo ya taifa ina nguzo 4. Nguzo ya kwanza, huduma za jamii. Nguzo ya pili, umoja wa kitaifa, amani na usalama. Eneo la nguzo ya tatu ni nguzo ya utawala bora. Alafu nguzo ya 4 ni eneo la kukuza uchumi, ambao tunakuta na mambo ya infrastructure na nini. Hiyo ni kengele ya kwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, maeneo yote hayo 4 lazima taifa liyape kipaumbele kinachofanana. Sio kutaja tu kwenye eneo la huduma za jamii na kwa eneo la uchumi huku kwenye miundombinu na kadhalika, alafu tunasema tunafanya vizuri. Eneo la umoja wa kitaifa, eneo la usalama na amani ya nchi lazima tulihudumie vizuri. Lakini vile vile eneo la utawala bora lazima nalo tulihudumie vizuri. Kwa eneo la utawala bora kuna visection 10 ambavyo nilikuwa nafikiria, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba ni washauri wenzetu waweze kuviangalia na kuviongezea umuhimu katika bajeti na katika kuisimamia. Eneo la kwanza ni ukaguzi na urakibu wa polisi. Mheshimiwa, tunazungumzia hapo utekelezaji wa sheria kuu ya jinai, na hii ni muhimu sana katika kulinda mali na usalama wa wananchi. Polisi naamini katika eneo hilo hawana bajeti ya kutosha. Lakini eneo la pili ni ukaguzi wa ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, ukaguzi wa ndani ndio risk manager wa fedha tunazopeleka kule kwenye halmashauri na kwenye mawizara. Kwa hiyo ukaguzi wa ndani nataka upewe kipaumbele cha juu sana. Alafu cha tatu, ukaguzi wa nje, naye CAG wakati mwingine anakuwa na hela kidogo. Eneo la 4, tume ya kudumu ya uchunguzi. Eneo la 5, tume na secretariat ya maadili ya viongozi. Eneo la 6, usalama wa taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, hawa watu wa usalama wa taifa wakati mwingine wanakuwa na informers wengi kuliko hata wao wenyewe ambao wameajiriwa. Sasa mimi nashauri wale informers ambao na uzoefu wawachukue, waajiri, ili kusudi idara ya usalama wa taifa iweze kufanya kazi zake vizuri zaidi in a formalized manner. La 7 ni TAKUKURU. Mheshimiwa Naibu Spika, hata Mheshimiwa Rais juzi aliwaambia TAKUKURU, zingatieni sheria iliyoanzisha TAKUKURU katika kufanya kazi zenu. Sasa walikuwa wanaingilia na maeneo mengine ambayo wao hawahusiki. Lazima tuwajengee uwezo,
tuwape watumishi wa kutosha ili waendelee kupambana na ufisadi na mambo mengine ya ubadhirifu. Eneo la 8, kitengo cha kudhibiti fedha haramu, hii inafahamika. Eneo la 9, vyombo vya kusimamia utoaji wa haki. Eneo la mwisho, kujenga umahiri wa viongozi kwenye ngazi za chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie kwamba eneo hili la kujenga umahiri wa viongozi wa ngazi za chini, kwa mfano maafisa utendaji wa vijiji na maafisa utendaji wa kata, ni la muhimu zaidi kama tunataka tuendelee, na vile vile kuwapa fedha TARURA nyingi zaidi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono. Asante sana. Mheshimiwa Ruben Kwagilwa atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph Kizito Mhagama. Mheshimiwa Dr. Teantara ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa fursa hii ili niweze kuchangia mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kupanga ni taaluma, lakini kwa taifa letu na kwa serikali yetu kupanga sio tatizo. Mpango huu tulio nao ni mzuri sana kuliko mipango mingi sana ya nchi nyingi hapa Afrika. Lakini shida tulio nao sisi kwenye kupanga ni kutekeleza mpango tuliouweka. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi sitaongelea mengi isipokuwa nataka nijielekeze eneo moja tu la mradi mkubwa tulio nao wa standard gauge railway tunayoijenga. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, standard gauge railway tunayoijenga ukijumlisha tu zile njia kilomita zinazojengwa, tunatakiwa tujenge kilomita 4886. Hapo naongelea njia tu, siongelee mahala ambapo reli zinapishana. Mpaka sasa tumekwisha jenga kipande cha Dar es Salaam kuja Morogoro kilomita 300, na tunaendelea na kipande cha Morogoro Moktopola kilomita 422, lakini vile vile tuko upande ule mwingine wa Isaka na Mwanza kilomita 249. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa aina ya financing ya mradi huu tunavyoiendesha, tukiendelea nayo tutaujenga mradi huu wa standard gauge kwa nchi nzima kwa miaka 81. Miaka 81. Ikiwa miaka 5 tumejenga kilomita 300 ndo ambazo ziko above 90. Then kilomita 4886 tutazijenga kwa miaka 81. Mheshimiwa Naibu Spika, hii katika nchi ambayo inapambana kutafuta maendeleo ni kitu hakikubariki. Ni kitu hakikubariki. Hivyo vipande nilivyovitaja ambavyo vinajengwa, Mheshimiwa Naibu Spika, vimetugharimu karibia trilioni 11. Trilioni 11 ni idle investment. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatutakamilisha leo ili tuanze kutumia mradi huu. Ninacho kishauri serikali yetu iondokane na habari ya traditional methods za kufinance miradi hii mikubwa. Kwanza tunajipa pressure kama serikali ya kufinance mradi huu, halafu tunashindwa kupeleka huduma kwa wananchi ambazo ni za kila siku. Kwa hiyo ninachokishauri Wizara ya Fedha waangalie utaratibu wa kufinance mradi huu kwa kutumia infrastructure bond. Infrastructure bond. Wamefanya hivyo nchi za wenzetu, ukienda Benin wamefanya, ukienda Tunisia wamefanya. Hii inatupa ahueni ya kutekeleza mradi huu na kuutekeleza kwa wakati. Tunapoendelea kutekeleza mradi huu hivi kidogo kidogo ni hasara kwa taifa letu. Ni vile tu hatuimeji hii hasara. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa faida ya wasiofahamu na Watanzania kwa ujumla, tunatakiwa tuitoe reli itoke Dar es Salaam iende mpaka Tabora kwa kupitia Singida. Ikifika Tabora iende Isaka, Shinyanga mpaka Mwanza. Ikitoka Tabora ikitoka Isaka iende Keza ili tukahudumie Kigali na Burundi. Ikitoka hapo Tabora tuipeleke Kaliua kwa ndugu yangu hapa, iende Uvinza mpaka Kigoma tukaihudumie Kongo, na tukitoka Kaliua tuje Mpanda mpaka Katema. Hiyo ni reli ya kati tunayojenga. Bado kuna kipande cha Tanga, Msoma, Arusha
kilomita karibia kilomita karibia 1233. Na hapo bado kuna kipande cha Mtwara Mbamba Bay kilomita 10,092. Kwa hiki ni kitu serious sana. Hatuwezi tu kuendesha mradi huu kwa kutumia mapato ya ndani. Tutawaumiza Watanzania na tunajichelewesha wenyewe kupeleka maendeleo ambayo yanahusu huduma za moja kwa moja za wananchi za kila siku kama vile elimu na afya. Na ndio maana kwa mwenendo huu wananchi wa Handeni mpaka sasa hatujapata maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilika kwa mradi huu kwa pamoja kutatusaidia sana kama taifa. Kwanza kuifungua bandari yetu ili iongeze mzigo unaopita pale. Kwa sasa hivi tunapitisha tani milioni 17 ukilinganisha na wenzetu wa Kenya wanapitisha pale Mombasa tani milioni 37. Kukamilika kwa pamoja na kwa wakati mmoja kutatusaidia sana kupata mapato kupitia mradi huu, kwa maana TRA wataweza kukusanya, lakini vile vile na wananchi wetu uchumi wao utaweza kuwa activated. Mheshimiwa Naibu Spika, jinsi tunavyojenga kwa vipande hivi na kwa kuchukua muda mrefu, kuna maeneo ya nchi yetu yatabaki kuwa disadvantaged. Kwa mfano, kipande hiki cha Mbamba Bay Mtwara kitabaki kuwa ni historia tu ikiwa hatutatekeleza mradi wa Liganga na Mchuchuma. Viability ya hii reli hapa haipo. Vivyo hivyo kipande kile cha kutoka Tanga kwenda Arusha kwenda Msoma, kama hatukuimarisha vile vipaumbele tulivyoviweka ukanda ule, ikiwemo soda ash pale Lake Natron, hakuna viability ya mradi huu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, lipo bomba linalotoka Uganda Hoima kuja Chongoleani Tanga. Kwa vyovyote vile mafuta yatakapofika Tanga yatahitaji reli hii kuyarudisha yakisha kuwa refined. Kwa serikali ione umuhimu wa kwenda kukopa kwa kutumia infrastructure bondi, tutekeleze mradi huu kwa pamoja kwa mara moja. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kuyasema hayo na baada ya kushauri hilo, nimalizie kwa kusema limezungumzwa hapa asubuhi kidogo lakini halikukaziwa. Mheshimiwa Naibu Spika, tunayo sheria ya bajeti ya mwaka 2015. Kengele ya kwanza Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana. Tunayo sheria ya bajeti ya mwaka 2015 ambayo inatuguide kuanzia mwanzo tunapotengeneza bajeti mpaka tunapoipitisha bajeti hapa bungeni. Lakini sheria ile tukishapitisha bajeti hapa, wenzetu wa serikali wanapokwenda kutekeleza bajeti, hakuna sheria ya monitoring na evaluation. Na kwa maana hiyo tunamwomba hapa waziri wa sera, serikali yetu hapa, walete sera. Kwanza wao watunge sera ya monitoring na evaluation ili wailete hapa tuitungie sheria. Ndio maana ripoti hii ya CAG ambayo tunakwenda kuijadili ni aibu. Ni aibu. Lakini tusipofika mahala tukatunga sheria hiyo, huwezi mradi kwa mfano wa bilioni 380 unaotekelezwa wa maji kule Handeni, unaojengwa Handeni kutoka maji Korogwe kuyaleta Handeni, eti ukasimamiwa na mtendaji wa kata, usimamiwa na diwani. Lazima tutunge sheria ikae vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana, naunga mkono mpango uliopo mezani. Asante sana. Mheshimiwa Joseph Kizito Mhagama atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Teantara. Mheshimiwa Almas Athman Maige ajiandae. Sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa hii niweze kuchangia mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango huu wa 3 wa miaka 5 unajengeka toka kwenye mpango wa 2 wa miaka 5 ambao tumeukamilisha utekelezaji wake mwaka 2021. Mheshimiwa Naibu Spika,
moja katika mambo makubwa ambayo yamebebwa na mpango huu ni dhana ya kujenga misingi ya uchumi wa viwanda. Na hapa Mheshimiwa Naibu Spika, nitaweka mkazo kujenga msingi wa uchumi wa viwanda. Maana yake nini, Mheshimiwa Naibu Spika? Tuliamua kwenye ujenzi huu wa uchumi wa viwanda au ujenzi huu wa msingi wa uchumi wa viwanda uzingatie viwanda vyenye sifa kubwa mbili. Sifa ya kwanza, viwanda vinavyotumia malighafi ya ndani. Lakini sifa ya pili ni viwanda ambavyo vitatoa huduma au vitakuwa na impact kwa watu wengi, kwa maana ya critical mass. Sasa tunapoongea viwanda vinavyogusa au viwanda ambao vitatumia malighafi ya ndani, moja katika eneo muhimu sana ambao lingetupa malighafi ambayo sio tu yanakwenda kutengeneza viwanda, lakini nayo ni msingi wa viwanda, ni chuma ya liganga na mchuchuma. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, nasikitika huu ni karibu mwaka wa 20 au zaidi tunaongea kuhusu kwenda kuchimba chuma ya liganga. Mheshimiwa Naibu Spika, labda niseme mawili au matatu kuhusu hii chuma ya liganga. Kwanza, inaambatana na uzalishaji wa umeme megawatts 600. Mheshimiwa Naibu Spika, megawatts 600 ni robo ya umeme wote ambao tulikuwa nao mpaka mwaka 2015. Robo, yani 25%, sio mchango mdogo kwa uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo ule mradi sio kitu kidogo. Lakini pili, Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa liganga na mchuchuma unaenda kuzalisha iron ore, chuma ngumu, tani 1,000,000 kwa mwaka. Sio jambo dogo. Lakini sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, manufaa ya malighafi ya chuma ni makubwa sana kwa uchumi wetu wa Tanzania. Chuma ya liganga ingeweza kuzalisha viwanda vya nondo vya kutosha na vya kumwaga nchi hii. Chuma ya liganga ingeweza kuzalisha viwanda vya mabati nchi hii. Ingeweza kuzalisha viwanda vya baskeli na vipuli vya magari vya kutosha kwa nchi hii. Jaribu kufikiria ni viwanda vingapi na vya aina ngapi vingeweza kuzaliwa kutokana na uchimbaji wa chuma ya liganga na mchuchuma, ukiachilia mbali swala zima la ajira kwa Watanzania walio wengi. Mheshimiwa Naibu Spika, sipo nyakati pia tujifunze kwenye mataifa mengine. Marekani waliamua kuchelewesha ujenzi wa reli ili kujenga uwezo wa ndani wa kuchimba chuma yao, ili wajenge reli yao kwa kutumia chuma yao. Manake ndio soko la kwanza la chuma yao ilikuwa ujenzi wa reli yao. Sisi nasi tuna fursa kubwa kwenye eneo hilo. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo hili nimuombe sana Waziri wa Fedha ndugu yangu Mwigulu Nchemba arejee kwenye ajenda zetu tangu mwanzo. Huwezi kujenga uchumi wa viwanda Tanzania kama hutaki kwenda kuchimba chuma ya liganga. Tutadanganyana, tutapiga kelele hapa, miaka itapita, nyakati zitabadilika na vizazi vijazo vitatushangaa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, tulivyosema tunataka tujenge viwanda ambavyo vitatumia malighafi ya ndani na vina critical mass, tulisema viwanda ambavyo vitaabsorb bidhaa na mazao ya wakulima kwa 1% kubwa. Mambo niliyotarajia niyaone kwenye mpango wa mwaka 2015, 16 mpaka 2020-2021,
Moja, nilitaka nione viwanda vingi vya kusindika mazao ya kilimo na mifugo. Mheshimiwa Naibu Spika ametoa mifano ya viwanda, lakini ukivipima kwa mizani, viwanda ambavyo vina critical mass effect ni vichache sana, ambavyo vinagusa mazao ya ngozi, vinagusa mazao ya kilimo. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ulikuwa kwenye Wizara ya Kilimo. Unajua huwezi kukuza kilimo kama hutakuza viwanda vinavyosindika mazao ya kilimo. Kwa hiyo ninaamini wakati huu upele umempata mkunaji, na mkunaji ndio Mwigulu Nchemba. Ulikuwa kwenye sekta ya kilimo, sasa upo kwenye Wizara ya Fedha. Peleka fedha kwenye kilimo, peleka fedha kwenye kufacilitate kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, huwezi kupata mapinduzi ya viwanda kama hutaki kuwekeza kwenye utafutaji wa masoko ndani na nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Leo tunaongelea barabara za mipakani, bado hazipitiki, hazina lami. Soko kubwa la mazao ya mkoa wa Ruvuma tunategemea Msumbiji, lakini tunatumia barabara ya vumbi. Hatuwezi kujenga uchumi kama hatutaki kutengeneza miundombinu ambayo itakuza biashara, itakuza viwanda. Na mimi naamini hii ni kengele ya kwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, ninazo hoja 3 za haraka. Eneo la 3, Mheshimiwa Naibu Spika, uwekezaji kwenye biashara unahitaji facilitation. Na hapa tuna mifano mingi sana. Leo tunataka tuingie kwenye soko la dunia, lakini hatujaweka mekanizmu ya kutosha kuwawezesha wafanyabiashara wa Tanzania kuweza kumiti vigezo kwa maana ya quality and quantity demands za soko la nje. Hatutaweza kufika huko. Hoja zilizobaki, Mheshimiwa Naibu Spika, nitazihifadhi, lakini nilitaka niseme tunapotaka kubadilisha uchumi wa nchi yetu, pia lazima tuwekeze kwenye diplomasia ya uchumi. Lazima tuwe na mahusiano mazuri na majirani zetu. Lazima tuunganishe nguvu zetu za ndani na za nje ili tulete mapinduzi ya uchumi kwa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Teantara atafuatiwa na Mheshimiwa Almas Athman Maige. Mheshimiwa Hamisi Tabasamu ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Kwanza na mimi niungane na wenzangu kutoa pole sana kwa Watanzania kwa msiba mkubwa uliotupata wa kuondokewa na aliyekuwa rais wa Tanzania. Lakini pili, nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Rais na makamu wake kwa kuapishwa kuwa viongozi wa juu wa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nitajikita kwenye sekta ya elimu yenye vipengele 4. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, pamoja na ufundishaji na outreach, universities pia ina kazi ya kufanya research. Azimio la AU inaitaka kila nchi itoe 1% ya pato lake kwa mwaka kufadhili utafiti na maendeleo, that is R&D. Sasa kwa kufanya hivyo kutawezesha vyuo vikuu kufanya research, na wakati mwingine tumelalamika kwamba havifanyi utafiti, lakini inabidi serikali ichangie hilo 1% ya pato hilo ili vyuo vikuu wafanye research. Mfano, leo hii kuna chuo cha MUST wanafanya action research ya kutengeneza majokofu kwa ajili ya kuhifadhi matunda. Kama walivyosema wenzangu, matunda tunayo mengi. Sasa wao wanataka kutengeneza majokofu ili yahifadhi hayo matunda throughout, na majokofu hayo yawe ya bei ya nafuu kwa wananchi. Sasa serikali ikitoa mchango, mimi nafikiri mikoa kama Tanga, Tabora na Tunduru wanaweza wakahifadhi matunda throughout the year na wakafanya biashara na wananchi wetu wakapata kipato. Hivyo hilo ni muombe sana Mheshimiwa Mwigulu na Profesa Ndalichako waliangalie hilo, watoe ile 1% ili kuwezesha au kutop up fedha ambazo zinahitajika kwa ajili ya kufanya research. Sehemu ya pili, sasa hivi kuna upungufu mkubwa sana wa ajira.
that is lecturers na waendeshaji. Mheshimiwa Naibu Spika, Waziri Ndalichako analijua hilo kwamba serikali ilikuwa na utaratibu zamani, vyuo vikuu wanawabakiza pale vioni wanafunzi waliofanya vizuri sana, wanakuwa MTA, tutorial assistant. Alafu baadaye wanawajenga na kupeleka kuwasomesha, wanakuwa baadaye assistant lecturers na baadaye wanakuwa na PhD. Lakini leo hii utaratibu ule haupo. Kwa hiyo ndio maana tunapata shida katika kuwa na namba ya wahadhiri wa kutosha. Niombe serikali irudishe utaratibu ule wa zamani. Wahadhiri wale wabobezi wanaweza kutambua wanafunzi wazuri sana wakawabakiza pale, na baadaye wanawakuza na baadaye tunakuwa na wahadhiri wa kutosha, angalau wa kutosha katika vyuo vyetu. Tukiwaacha waondoke inavyotokea sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, wale best performers wakiondoka, wakatoka kipindi kile wanamaliza masomo yao, hatuwezi kuwapata tena. Wanaenda huko nje na wanachukuliwa. Lakini pale pale waki-identify na wakaruhusiwa kuwabakiza pale, basi tutapunguza hilo tatizo la wahadhiri katika vyuo vikuu. Mheshimiwa Spika, agizo la Baraza la Madaktari Afrika Mashariki linawataka vyuo vikuu vyote vyenye taaluma ya sayansi na tiba viwe na hospitali za kufundishia, tunaziita teaching hospitals. Kwa mfano, UDOM inatakiwa iwe na teaching hospital, MUHAS iwe na teaching hospital, UDISM iwe na teaching hospital, kwa sababu wana ile taaluma ya sayansi na tiba. Serikali iruhusu hizo teaching hospitals wapewe na wanaweza kuziendesha. Wakati mwingine tumekuwa tuna wasiwasi eti hawataweza. Mbona vyuo wanaweza kuviendesha? Kwa hiyo na zile teaching hospital kwanza zinaweza zikafanya vizuri kabisa. Na hivyo ndio wanavyofanya wenzetu katika nchi zingine zilizoendelea. Watoto wanatoka wanaenda pale wanakuwa na hospitali yao, lakini at the same time ile hospitali yao inakuwa kama ndio wanafanya pale practicals, na mara nyingi ndio zinafanya vizuri zaidi. Swala la mikopo, Mheshimiwa Naibu Spika, wenzangu wengi hapa wamelizungumza. Mimi ni shauri, kwa sababu kumekuwa na malalamiko mengi, na waheshimiwa wabunge hapa wengi sana wamefuatwa na wanafunzi kuombwa pesa. Taasisi zinaenda, wanafunzi wanakuwa kama omba. Kama wanafunzi wote hao wanastahili kupata mikopo na tunashindwa kuwapa ile 1%, tufanye hivi, tupunguze 1% ile ili kila mwanafunzi apate ile mikopo. Turudi badala ya 100% wote wapate flat rate ya 70% ili kusiwe na malalamiko. Tukiendelea hivi kila siku na namba ya wanafunzi inaongezeka kila mwaka. Sasa tufanye hivyo ili angalau wanafunzi wote wapate mikopo. Na wengi wanaokosa mikopo, Mheshimiwa Naibu Spika, ni watoto maskini. Kwa sababu si watoto wote wanaokosa mikopo ni watoto wa maskini ndio waliokosa mikopo. Kwa sababu mtoto kama hapa wa Dr. Ntara lazima nitajipiga hapa nitamlipia, lakini wale wa maskini hawawezi. Ndio maana wamekuja hapa Dodoma. Nina mzigo mzito hapa, nitamkabidhi mzigo mzito, anasema mpe Mnyamwezi. Nitamkabidhi hayo majina Profesa Ndalichako abebane nalo. Hapo kuna lile swala la penalty. Watoto tumeshindwa kuajiri au ajira hizi tunazijua hazipo. Mtoto anamaliza chuo kikuu, anakaa miaka 6, unamwambia eti akipata ajira alipe penalty. Hilo mimi naomba liondolewe kabisa. Yaani liondolewe, yani hakuna kudiscuss sijui percentage nini. Hilo liondolewe, tuwatendei haki. Sasa hivi wanahangaika, wanajiajiri wenyewe. Hii mikopo hata kidogo wanayopata, watoto wote wanafanya umachinga. Badala ya kusoma sasa, kujikita kwenye kusoma, watoto wana vibanda vya chipsi, watoto wana pikipiki. Ndio maana unakuta sasa kunakuwa na vurugu tu. Hebu tuwasaidie watoto, tuwape 1% inayofanana wote. Na baadaye wakimaliza mikopo hakuna mambo ya penalty. Mheshimiwa Spika, tunapozungumza mambo ya penalty leo hii niwaambie kitu kingine ambacho kinasikitisha. Kuna wanafunzi wa vyuo vikuu wanaofanya biomedical, wanapokwenda kufanya field wanadaiwa walipe pesa. Ni jambo linalosikitisha sana. Wanaenda kufanya field wanaambiwa walipe pesa kwa kutumia vile vifaa wanavyovikuta pale. Ni sawa sawa na mwanafunzi ambaye anakwenda teaching practice, anafika pale kwenye shule anaambiwa wewe umekuja kufundisha hapa utulipe hela. Sasa anakwenda pale kutoa huduma alafu anaambiwa alipe.
Hilo nalo naomba mliangalie, Mheshimiwa Waziri wa Elimu pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Afya. Tunahitaji watoto hao waende field wakafanye kazi. Mikopo wamekosa, halafu mnamdai tena pesa. Hilo Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, naomba mliangalie. Mimi baada ya kusema hayo nakushukuru sana. Asante sana. Napenda kuunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Dr. Teantara. Mheshimiwa Waziri nadhani amekusikia hapa. Nadhani muangalie vizuri vile vigezo, kwa sababu kwa kweli kuna watoto ambao wanatoka familia za maskini kabisa na hawapati mikopo. Na ninyi ni mashahidi, wabunge kila wakati wanahangaika na hivyo vikaratasi. Mtoto amekosa mkopo, mtoto amekosa mkopo. Muangalie namna watoto wote wanaostahili mkopo wapewe mkopo. Hoja ya wote hiyo ni swala lingine. Pengine wabunge wote wangeondolewa kwenye orodha ya watoto wao kupewa mikopo, lakini watoto wa maskini wapewe mikopo. Waheshimiwa wabunge, tutaendelea na uchangiaji, lakini tunao wageni hapa. Niwalete kwenu wageni waliopo bungeni mchana huu. Tunao wageni 48 wa kwangu ambao ni Master of Ceremonies kutoka Jukwaa la Kisima cha Maarifa, yani KCM Tanzania, wakiongozwa na ndugu Bryce Tena ambaye ni muasisi wa chama hicho na ndugu Esther Richard Kimweri ambaye ni mwenyekiti. Karibuni sana. Karibuni sana. Hawa ni ma-MC jamani, wanatoka kwenye maeneo yenu huko. Hata mimi kwangu wapo wanaotoka huko, wanatuboreshea sherehe zetu. Karibuni sana. Na naona wamependeza kabisa, kuashiria kwamba hiyo ni kazi rasmi jamani. Heshimiwe kabisa kazi ya wasema chochote kwenye sherehe zetu. Karibuni sana, asanteni sana. Waheshimiwa bunge, tunaendelea na mchangiaji wetu anayefuata, Mheshimiwa Almas Athman Maige, atafuatiwa na Mheshimiwa Hamis Tabasamu. Mheshimiwa Dr. Charles Kimei ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nakushukuru sana kuniruhusu nichangie hoja hii ya mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo ya miaka 5 ya nchi yetu. Na nitajikita kwenye maeneo matatu: maji, kilimo, uvuvi na la 4 elimu kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi ya maji tumeiona kwenye taarifa hapa kwenye mpango mzima kwamba imekamilika mingi, lakini mingi bado haijakamilika. Liko tatizo kubwa Mheshimiwa Naibu Spika, miradi mikubwa imefanywa lakini baadaye inaharibika. Na liko sababu kubwa moja tu. Mradi kwa mfano wa Ziwa Victoria umegharimu shilingi bilioni 617. Halafu baadaye umekabidhiwa kwa CBOs waendeshi. Hauna fundi, hauna mtaalamu yoyote. Na miradi mingine kadhalika. Miradi ya namna hiyo itakufa baada ya muda mfupi. Tulikuwa na chuo cha ufundi wa maji pale Dar es Salaam, lakini bahati mbaya chuo kile kimetelekezwa, na naomba sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha na serikali na Wizara ya Maji, chuo kile kifufuliwe ili kifanye kazi iliyokusudiwa, kutengeneza mitambo ya maji. Tumeshaacha mambo ya visima sana, lakini miradi mikubwa ya maji haiwezi kukabidhiwa kwa watu ambao hawajui ufundi wa maji. Haiwezekani tukajenga shule tukawakabidhi watu ambao sio walimu. Haiwezekani tukajenga zahanati tusiwakabidhi madaktari, na kadhalika na kadhalika. Hata barabara tunajenga tunawakabidhi wahandisi kuitengeneza. Mradi mikubwa ya maji iliyokamilika mingi yake haifanyi kazi kwa sababu haina wataalamu wa kuendesha mitambo ile ya maji. Lakini pia kumekuwa na matatizo makubwa sana. Tunasema maji yako vijijini 85%, lakini sijui wanapima-pimaje, kwa sababu kuna sehemu nyingine maji hakuna kabisa, hakuna. Wanasema 85% au 75%. Nafikiri upimaji wa upatikanaji wa maji vijijini na mijini pia uangaliwe upya. Mheshimiwa Naibu Spika, liko swala la kilimo na mbona nisema tutaligusia. Kilimo Tanzania nzima tunalima kilimo cha kudra ya Mwenyezi Mungu. Yaani mvua inyeshe, na isiponyesha hatupati. Ukame ukija hatupati. Tuachane na swala hilo la kizamani. Duniani kilimo kikubwa kinachokusudiwa kuleta tija ni kilimo cha umwagiliaji. Pale kwetu Tabora kuna mambuga makubwa na maji mengi, mvua kinyesha tumekazana kujenga madaraja maji yapite.
hatuyazuii yale maji ya kama bwawa ya kumwagilia. Tumekazana kufungua madaraja makubwa, maji yapite. Yaende wapi? Hata hapa Dar es Salaam maji tunafungua daraja lile la Magomeni pale, maji yapite yaende baharini. Maji yale yangeweza kutumia kwa umwagiliaji mkubwa sana. Kwa kilimo hiki cha kudra ya Mwenyezi Mungu hakiwezi kutuvusha. Tunataka kilimo kile ambacho kitaleta tija kwa kupima tuna maji haya ekari hizi tutazalisha. Na shauri Wizara ya Kilimo sasa ijikite katika umwagiliaji. Mambuga makubwa yaliyopo hapa yamejaa maji, baadaye maji yanakauka na jua yanapotea. Tungeweza kuzalishia chakula. Mheshimiwa naibu Spika, swala la uvuvi. Nchi yetu imezungukwa na mabwawa na maziwa na bahari. Hatupati chochote kikubwa kinaweza kuingiza kwenye uchumi wa nchi kutokana na samaki. Lakini pia ufugaji wa samaki. Nimetembea mimi, nimeangalia huko na huko, tunajaribu hapa na pale, lakini pia hata wavuvi wenyewe wanaotakiwa kuvua samaki wanatungiwa sheria ngumu sana. Wavue samaki usiku tu, wasivue samaki mchana. Wavue samaki kwenye maji machache yenye mita fulani mengi na kadhalika. Lakini pia liko tatizo la kuwekeza katika uvuvi wa samaki. Tulikuwa na meli na shirika letu la Tafiko. Lile likauzwa, na bahati mbaya sana likauzwa kwa watu ambao hawakuwa na tija na nchi yetu hii, na hilo shirika likafa. Wakati linakufa linaingiza mabilioni. Sasa ndilo kiungo peke yake katika bajeti hii nimeona kwamba kuna meli zinanunuliwa kwa ajili ya kufufua uvuvi. Meli 5 zitakuwa Tanzania bara na 4 zitakwenda Tanzania Zanzibar. Meli hizi kiungo chake kiwe shirika la Tafiko, ambao lilikuwa na wataalamu wazuri, lilikuwa na taaluma, lilikuwa na mitambo mizuri na majengo yake. Majengo yameshaoza na kadhalika. Naomba sana serikali ionyeshe umuhimu wa uvuvi ili tupate hela kutokana na uvuvi unaitwa uchumi wa blue. La sivyo tunakuwa tunasema wenzetu wanafaidika. Mameli makubwa yanavua tu na kule yanaondoka nao. Sisi tumekalia tutauza ili tutauza. Naomba sana ndugu zangu, waziri wa uvuvi na mifugo akazane sana katika kuleta tija katika uvuvi ili serikali ipate mapato ya uvuvi. Mheshimiwa naibu Spika, kuhusu elimu. Mheshimiwa naibu Spika na waziri wa elimu, naona atanichoka, nimekuwa nasema elimu yetu iendane na sera yetu ya viwanda na biashara. Tunataka kukuza viwanda. Viwanda haviwezi kuendelea bila kuwa na nini? Na mafundi. Mtu anao mashine mpya analeta hapa nchini, halafu baadaye zinakufa, hakuna mafundi. Zamani tuketa mafundi kutoka nje, lakini kila mtu anashangaa mashule yote haya, mavio yote haya, kimetokea nini? Kimetokea tatizo dogo tu. Tumejenga gepu kati ya wahandisi ambao ni white collars na wale walioko chini maartisan. Wanaofanya kazi ni hawa FTC technicians. Wizara ya Elimu iandae upya sera itakayowarudisha mafundi sanifu au fundi sadifu ili waunganishwe na mafundi artisan au fundi mchundo na wahandisi. Lakini sasa hivi nchi hii inazalisha wahandisi wengi ambao sio watendaji kazi, ni wafikiriaji, wana taaluma kuliko watendaji kazi. Mimi niko kwenye sekta binafsi na nina ajiri mafundi. Tukichukua mafundi kutoka chuo kikuu, kutoka vyuo vingine, wako juu, lazima mpe na idara, maana ni mkuu wa idara. Watu gani watafanya kazi viwandani huku chini? Utamtuma nani? Ukimtuma mtu wa chini kabisa, vitu havielewi. FTC hapa hawapo. Chuo cha ufundi Technical College kilikuwa nazalisha FTC. Rudisheni hiyo, ndio itatupea kwenye viwanda. La sivyo viwanda vitazorota vile vile. Najua kengele ya kwanza hiyo. Mheshimiwa naibu waziri, naibu Spika, mambo haya nayasema yananisumbua sana mimi. Sisi huko waajiri tunapata tabu kuajiri watoto wanaotoka shuleni hapa Tanzania. Unamweka wapi?
Matokeo yake tumekuwa tunaleta maombi ya kuajiri, unafungua kampuni, unaajiri skilled people kutoka nje. Wenzetu kule nje wameendeleza polytechnic ambayo inasuka watoto wote kuanzia engineer, FTC na artisan. Sasa hili linatupa taabu sana. Naombeni sana niseme sijui nielewe namna gani. Naomba waziri wa elimu nifikirie, usifikirie ulikotoka wewe, umetoka form 1, form 5, form 6 chuo kikuu. Hiyo ni line moja tu. Kuna line nyingine inaanzia technical school, technical secondary school, technical college, ina produce engineers, watendaji kazi. Muifikirie hiyo ambayo ilifutwa, irudishwe tena. Lakini liko swala jingine muhimu sana. Nimesikia, namshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia juzi ameligusa, anasema Kiswahili hapa tunafundisha kama lugha. Mimi nimemwelewa sana. Lugha ya kufundishia iwe Kiswahili, kwa sababu watoto tunafundisha darasa la kwanza mpaka la 7 Kiswahili, halafu tunabadilisha kinakuwa Kiingereza. Lakini kuna kitengo fulani cha walimu wanafundishwa Kiswahili chuoni. Hii cocktail, huu mchanganyiko huu wa kufundisha watoto wetu haueleweki. Wanafika vioni kule, wanaanza kujifunza lugha kwanza Kiingereza, ndipo waanze kujifunza masomo. Tunawakata elimu mara mbili, kujifunza lugha na kujifunza taaluma. Tunapoteza muda nusu. Kama wamekaa miaka 5 mimi shuleni, walikuwa miaka 2 wanajifunza lugha. Wote duniani hakuna mtu aliyoendelea kutumia lugha ya mwenzake. Lugha ya mama ndio inamfanya mtoto aelewe, naibu spika. Vinginevyo watoto hawaelewi shule. Nimeshatoa mifano mingi sana hapa kwamba elimu na lugha ni vitu viwili tofauti. Mtoto anasema anaongea Kiingereza kama maji, kasoma sana yule. Hajui hata 2 kuongeza 2, ila anaongea Kiingereza kama maji. Ni tofauti na mtoto hajui chochote, anajua kujumlisha hesabu, anajua maarifa. Tutofautishe kati ya maarifa na lugha. Bado na Mheshimiwa Naibu Spika, naahidi na bado nina nia ya kuleta hoja yangu binafsi bungeni humu ya kutaka Kiswahili iwe lugha ya kufundishia. Nakushukuru sana, naunga mkono hoja Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Maige, wakati unachangia umesema cocktail alafu ukasema mchanganyiko. Sasa kuna wakati mnatuambia tena cocktail ni mchapalo. Sasa tena wewe mtaalamu wa Kiswahili unatuchanganya kidogo. Mheshimiwa Hamis Tabasamu atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Charles Kimei. Mheshimiwa Kuchauka ajiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Sengerema, naomba nichangie mpango wa maendeleo uliowasilishwa kwetu leo na Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mpango wake aliowasilisha leo, sijaona mahala ambako wamezungumzia habari ya zao la pamba. Nchi hii linalimwa zaidi ya mikoa 14. Na pamba hiyo unayoiona Mheshimiwa Naibu Spika, pamba ina uwezo wa kuwa na viwanda 5. Angalia uchumi mkubwa unaotokana na pamba. Pamba ikizalishwa vizuri na ikatafutiwa bei, serikali ikawekeza katika pamba, na serikali ilivyojitoa katika kuwekeza katika pamba, wakaachiwa mabepari, zao hili likawa limekufa. Na limekufa kwa nini? Limekufa kwa kupata bei ndogo. Mabepari wameshusha bei. Tusiite wawekezaji, kwa sababu kwenye pamba kule kuna mabepari. Mheshimiwa Naibu Spika, zao la pamba likawa limekufa. Sasa tunaiambia serikali katika mpango wake wa miaka 5 watuambie wanafanyaje kulifufua zao la pamba. Na zao la pamba serikali ikiwekeza, tutapata viwanda vya pamba, tutapata viwanda vya vyakula vya kuku na mifugo, tutapata mafuta.
haya mafuta ambayo leo mnayaagiza nyinyi kutoka Malaysia, kutoka wapi, mnalazimisha mafuta yako kwenye pamba, na huko kote hizi ni kodi utapata. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, bahati nzuri wewe unatoka kwenye jimbo ambako pamba inalimwa. Hebu waonee huruma wananchi wa Iramba na wananchi wa Sengerema, wakiwemo na wananchi wengine Tanzania nzima. Njoo na mpango wa pamba. Katika pamba anachotaka kueleza Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, utapata kodi. Leta sheria tu hapa, badala ya pamba kutozwa ushuru, njooni na sheria hapa, mchukue hata VAT ya 10% na pamba muipe bei ya shilingi 2000. Hekari moja ya pamba ina uwezo wa kutoa tani moja ya pamba. Sasa kama kuna mtu anapata milioni 2 katika pamba na serikali ikachukua kodi ya 10%, mkachukua shilingi 200,000 kwa hekari moja, mikoa inayolima 14, je, utakuwa na shida gani ya pesa tena hapa? Mheshimiwa Mwigulu, hii miradi yako yote itaisha. Treni ya mwendo kasi, sijui kuna bwawa la Nyerere na wapi, sisi watu walimaji wa pamba tu tunatosha kutengeneza kodi ya kufanya kazi hii. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, katika hili kuna swala la Ziwa Victoria. Swala la Ziwa Victoria kule, ukianzia juu Tarime kule, ukaenda moja kwa moja mpaka kule Misheni mwisho kabisa Kanyigo, kuna wananchi ambao wanaokaa mwambao wa ziwa hawajatumikishwa katika kilimo cha irrigation. Sisi tukimwagilia mkatupa, sasa hivi umeme upo, tukopesheni mashine za kumwagilia. Wananchi wetu wana uwezo wa kuzalisha kiwango kikubwa sana cha mazao. Mnataka uchumi gani kama huu uchumi tunauachia sisi wazi? Leo kwa mfano kwenye jimbo langu tu mimi la Sengerema pale, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna mradi wa maji wa bilioni 23 unadaiwa deni la umeme la milioni 300. Ule mradi umeme unakatwa, mradi wa bilioni 23 unateswa na milioni 300. Sasa ndio mnashangaa hawa ndio wawekezaji, ndio Watanzania wanaotaka uchumi wa blue. Unaandaa mradi wa bilioni 23 una deni la milioni 300, alafu ule mradi unakaa haufanyi kazi, unadaiwa milioni 300. Ni maajabu makubwa sana katika nchi hii. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, liangalie sana hili swala katika miradi kama hii. Huu ni mradi mmoja tu wa Sengerema, sijui miradi mingine ambayo inaoteswa na vijipesa vidogo kama hivi kwa uwekezaji mkubwa. Lakini Mheshimiwa, kuna swala la uvuvi. Kule katika uvuvi tuna matatizo makubwa. Sheria zilizoko kule za uvuvi katika Ziwa Victoria, na hatujui maziwa mengine huko. Leo kuna samaki ambao ni wadogo hawakui, kuna furu, kuna vimote, kuna samaki nyingi, barara, hizi haya ni lugha za kienyeji kule. Wao wanajua hawa samaki hawakui, lakini wanakamatwa nao wale samaki. Nyavu zinachomwa moto. Leo mlikuwa mna kiwanda cha nyavu, fufueni kiwanda cha nyavu, alafu mtengeneze nyavu zinazotakiwa na serikali. Lakini mkiwaacha hawa waagizaji wakaleta nyavu, matokeo yake mnakwenda kuzichoma moto, mnatengeneza umaskini katika Ziwa Victoria. Hili liangalieni sana hili jambo. Mheshimiwa Mwigulu, hivi tunavyozungumza tunakwenda kufunga mgodi wa Buzwagi unafungwa. Sengerema kuna uwekezaji katika mgodi wa Nyanzaga. Wameomba kufungua mgodi wa Nyanzaga leo mwaka wa 4 toka 2017. Mnataka wawekezaji gani? Na huu mradi utawekeza, unakuja kuzalisha pesa. Uwekezaji wake tu wa kuandaa ule mgodi una trilioni 1. Leo mnataka wawekezaji gani? Kwa sababu tu ule mradi unatakiwa kukua Sengerema, watu hawautaki. Alafu wanataka kuita wawekezaji. Waje wawekezaji gani wakati wengine mnawakataa? Hii Mheshimiwa Waziri wa Fedha, angalia katika mpango wako wa miaka 5, tunahitaji mgodi ufunguliwe, mgodi wa Nyanzaga Sengerema. Lakini jingine Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kuna swala kubwa sana hapa tunalozungumzia sisi la utengenezaji wa barabara. Hizi barabara unazoziona zinakwenda kwa wananchi ambazo zinatengenezwa na TARURA. Mimi nilifikiria sana kwa nini TARURA isirudi ujenzi. Lakini naangalia kazi walionayo watu wa ujenzi. Ukiangalia miradi alionayo TANROADS na bado kamuongezee tena mradi mwingine wa TARURA, mimi sishauri TARURA ihame. Na kuomba sana Mheshimiwa, TARURA ibakie mahala pake, lakini kuna pesa ziko hapa. Mimi nilizungumza hapa siku moja
nikawaambieni jamani, kuna pesa za TARURA, kuna pesa ziko kwenye ukokotoaji wa mafuta, wanakokotoa watu wa EWURA shilingi 90 kila siku ya Mungu wanakusanya katika huu ukokotoaji. Hizi pesa zinakwenda kutumika vibaya, bilioni 1 na milioni 80. Ukichukua pesa hizi mheshimiwa Mwiguru, kwa mwezi ni bilioni 32 na milioni 400. Kwa mwaka kuna pesa ziko hapa zaidi ya shilingi bilioni karibu 400 ambazo zinakwenda kwenye hizi tozo ndogo ndogo, na hao walioweka tozo wote mheshimiwa Mwiguru wote wako kwenye bajeti. Mnakwendaje kuweka kwenye tozo la mafuta? Kule kuna import duty iko, kuna import levy iko pale, kuna petrol levy iko pale. Haya, mnakwenda kuweka hivi vitu vingine vya nini? Hii pesa ileteni TARURA tutengeneze barabara zetu. Tunazo halmashauri za miji tunazo 21, halmashauri za wilaya tunazo halmashauri 137, tunazo manispaa 20, tuna majiji 6. Kwa nini TARURA haongezewi pesa hapa za kufanyia kazi? Mheshimiwa Mwiguru, hata kwako mimi juzi nimepita barabara ya Ndago, nimepita Sheru kuzungukia Ndago, hata wewe huna barabara. Nitashangaa sana kama Mheshimiwa Mwiguru hata wewe hutakubali TARURA iongezewe pesa. Hutarudi 2025. Haya maneno nakwambia kabisa. Usizani tutarudi sisi tu, hata nyinyi mawaziri mtakomea ndani huko. Tengenezeni pesa TARURA pale, ipeni pesa TARURA za kutosha, tutengeneze mabarabara yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, hata wewe Naibu Spika hapo hutarudi kama barabara hazitatengenezwa hizi. Msizani kwamba hili ni swala la tabasamu pekee. Asante sana mheshimiwa, nafikiri message imekwenda. Huu tabiri wako huu ndio hii ni hatari. Sema hivi mheshimiwa Tabasamu, ndio angalia dakika zangu, lakini subiri kwanza mheshimiwa Tabasamu, subiri kidogo. Mheshimiwa Mwiguru humu ndani ni senator, na mimi nataka kwanza kumkaribia kidogo. Lakini sasa wewe ni mgeni kabisa, ukitutabiria sisi kutokurudi humu ndani, na hisi hali yako wewe ni mbaya zaidi kuliko ya kwetu. Endelea mheshimiwa, karibu. Mheshimiwa, nachotaka kukuambia swala la TARURA ni janga la kitaifa. TARURA, yani kama ingekuwa ni nchi nyingine tungekuwa tuna mjadala wa kitaifa tufanyeje kuhusu TARURA. Nachotaka kuambieni jamani, waheshimiwa wabunge humu ndani, nimewaelezeni pesa ziko kwenye mafuta. Na kwenye mafuta nikawaambia kwamba nilimwambia hapa Mheshimiwa Spika, tukae tujadili hili jambo. Kuna pesa kule, sisi tuwaonyeshe. Lakini habari ya kuwa bei za mafuta zinapanda kila mwezi, bado hatuna manufaa nazo hizi pesa, kodi yetu iko pale pale. Hili ni jambo ambalo kwenda kwenye uwekezaji, kama serikali haiwezi kuagiza mafuta yake, nachotaka kukwambia Mwiguru, utatwanga maji kwenye kinu. Haitawezekana nchi yote inayotaka uchumi wake isipoweka pesa kwenye kuagiza mafuta yake. Tegemeeni wafanyabiashara waje watengenezee nchi. Ili jambo halipo hata siku moja. Tunao nchi marafiki nyingi Mheshimiwa Naibu Spika. Hili swala la mafuta tunayo eneo letu la Tipa pale. Lile eneo la Tipa amepewa mwekezaji ambako hakuna hata faida yoyote. Tungeenda kutengeneza matenki tukao na reserve kubwa pale ya lita hata bilioni 2. Leo mafuta yanakuja kupanda bei katika soko la dunia. Tunaweza sisi tukastabilize pale tukabakia salama. Endeleeni kudharau haya ushauri nao wapeni, kwa sababu unatolewa na mtu wa darasa la 7 katika nchi hii. Asanteni sana, mimi nimewasilisha. Mheshimiwa Tabasamu, kiti kinakulinda, usiwe na wasiwasi. Humo ndani ni kujua kusoma na kuandika. Lakini pia kuna mtu ameniletea hapa kikaratasi hajaandika jina lake. Anasema, waheshimiwa wabunge, wakati mnaendelea na michango, wageni waliotangazwa hapa leo ma-MC, kwa sababu mimi nimesema ni kazi rasmi, kwa hiyo kinaweza kuwa ni kimojawapo ya chanzo kipya cha kodi. Sijui nani ameleta hiki kikaratasi, lakini waheshimiwa wabunge, tutakapofika huko msiwachaji nyingi. Wana kazi ngumu sana. Mheshimiwa Dr. Charles Kimei atafuatiwa na Mheshimiwa
Kucheuka, Mheshimiwa Abbas Tarimba ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kuniona, na napenda kwanza nimshukuru sana na nimpongeze Waziri wa Fedha na timu yake pamoja na kamati ya budget kwa namna ambavyo wamewasilisha mpango huu. Natumaini wote tumetufurahisha, na mimi nataka nianze kwa kusema kwamba naunga hoja yake mkono, japokuwa nitakuwa na maoni mawili matatu ili kuweza kuboresha. Nataka niseme hivi kwamba kusema kweli, kwanza tunawapongeza pia wizara na serikali kwa ujumla kwa kuweza kutuwekea uchumi wetu kwenye hali ya utulivu. Tunajua kwamba ukuaji umekuwa mzuri sana hata wakati huu wa COVID, lakini pia mfumuko wa bei uko chini, uko vizuri, japokuwa mwenzangu mkono alizungumza kwamba pengine 3% ni ndogo sana, inatunyima fursa fulani ya kuweza kukuza zaidi kwa kuipa sekta binafsi na wale wanaouza nafasi ya kuona faida watakayopata wakiendelea kuzalisha zaidi. Lakini pia tunaona kwamba hali ya deni la taifa ni himilivu, na pili tunaona pia kwamba thamani ya shilingi yetu iko vizuri, na pia tuna international reserves ambazo ni nzuri. Hiyo ina maana kwamba ni strength kubwa sana ambayo tunaweza tukaitumia tukafanya assessment ya nchi yetu kwa athari ya wawekezaji, na hivyo tukaweza kukopa kwa riba ya chini sana. Riba ya 5%, 6% unaweza ukapata kwenye kwa kwenda kwenye kwa mfumo huo wa infrastructure bond, au pia kwa kukopa moja kwa moja kwa direct placement ya bond yetu kwa wale wanaotaka kuwekeza Tanzania, kwa sababu Tanzania imekaa vizuri. Kwa hiyo nataka niseme kwamba hakuna sababu ya kuchelewesha utekelezaji wa miradi elekezi. Hii miradi tunasema kielelezo kama SGR na mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere, wakati tunaweza tukakopa, tukahamasisha na tukafanya haraka ili tukaanza kuona matunda kutokana na miradi hii mikubwa ambayo itatoa chachu katika ukuaji wa taifa letu. Mimi nataka niseme kwamba tutumie hiyo kama fursa, tutumie kama ni strength, na hiyo strength tuweze kuitumia kuweza kufanya mchakato huo wa kuweza kwenda kwenye soko la kimataifa na kukopa, na tusizingatie sana kukopa ndani, kwa sababu tukikopa ndani maana yake tuna crowd out private sector. Watu binafsi hawezi kwenda nje kwa sababu hawajulikani, lakini serikali inajulikana kwa sababu ni serikali, na serikali ni as good as gold. Kwa hiyo naamini tukihamasika sisi serikali tukakopa nje, tukaacha resources za ndani zikakopwa zaidi na watu binafsi, kwanza riba zitakuwa chini. Sasa hivi tuliambiwa kwamba riba, na shangaa kwamba licha ya vigezo hivi vizuri vya uchumi, riba bado ziko kwenye 15%, na tulikutana na watu wa BOT walituambia kwamba kwa sababu tunakopesha serikali kwa 15%. Sio kweli. Serikali inalipa 15% kwa bondi ya muda wa miaka 20, kati ya 15 na 20, lakini benki zinakopesha mikopo ya mwaka mmoja mpaka miwili, sana pengine michache sana kwa miaka zaidi ya hapo. Sasa wakikopesha kwa 15% ni kubwa sana, ambapo serikali ikikopa kwa kipindi hicho kifupi riba inakuwa ni kwenye chini ya 10%. Kwa hiyo unaona kwamba kuna uwezekano kweli kwamba ya kushusha hizi riba kwa kuwezesha sekta binafsi kukopa zaidi, na hivyo kuwezesha sekta binafsi kuwekeza, na tukaona matokeo ya mpango wetu huu. Lakini niseme kitu kimoja ambacho nimekisikiliza hapa. Tunafanya mambo kimazoea sana. Kimazoea, yani tatizo la sisi wa Afrika pengine ni kwamba tunaanza kuzalisha alafu tunatafuta soko. Kumbe uzalishaji unatakiwa uanze sokoni. Unaenda soko, unasema soko liko wapi? Na kama ukishaona soko liko wapi na bei zake zikoje, ndio unasema sasa nikinkaa au nikitumia gharama hizi kuzalisha tapata faida. Lakini mtu anazalisha ndizi eka 20 alafu zimeshaiva, anakusema anatafuta soko liko wapi? Hamna soko lolote namna hiyo, uweze kupata. Na mtu akijua unazo ndizi naoza, anakupa bei che. Lazima tujifunze kufanya biashara kitofauti. Kwanza tufanye utafiti, tujue kwamba ni kitu gani kinauzika wapi. Tunapoendelea kulima, tunazungumza mazao haya ya asilia tu siku zote. Pamba, kahawa, tumbaku. Hivi tumeshajiuliza ni wapi masoko haya yakoje duniani kisasa kwa sasa hivi? Bei za huko mbele ya kahawa zinaenda wapi? Bei za tumbako zinadidimia. Na tunaendelea kusema tumbako wapi? Lakini kweli tukifanya tathmini sahihi,
tukajua kwamba ni kitu gani tutakuzalisha hapa kwetu, kama sio lazima iwe mazao ya tunayoona. Tumeona kwamba tulivyoambia Wachaga kule kwamba hawa jamaa wetu wenzetu wa Kyela wanalima avocado alafu wanapata kilo moja shilingi 1500. Kila mtu anatafuta mbegu ya avocado. Huna haja hata ya kumtafutia mbolea, yeye anatafuta mwenyewe kwa sababu anajua ina faida kulima avocado. Lakini ukweli ni kwamba taarifa hizi hazimfikii mkulima. Tunakaa na hizo taarifa tuambie kwamba unaweza sasa badala ya kulima kahawa ukalima avocado. Kwa nini? Ukiendelea kulima kahawa kwenye ile udongo wa kule kwetu umeshakwisha kabisa, kwa sababu umelima kahawa miaka 40 50. Kwa hiyo hauna tena rutuba na hauna tija. Kwa sababu hauna tija, badilisha uzalishe nyingine, baada ya muda mwingine unaweza kurudia tena kahawa, na ndio mambo ya crop rotation wale wanaojua mambo ya kilimo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba pengine kuna haja ya kusema ni eneo lipi libadilishe zao lile. Kama kule Uchagani kahawa haiendi tena, pengine tuende kwa upande wa avocado na mambo kama hayo. Na maeneo mengine pia naona unatumia gharama nyingi kwa sababu ule udongo unatakiwa ufanye rotation uzalishe kitu kingine. Na naamini kwamba tunaposema tutafutiane masoko, cha kwanza ni hizo habari. Na hizo taarifa sasa hivi ni kielektroniki, tufungamanishe masoko yetu. Mtu ajue kwamba kama nina ndizi Mbeya wananunua namna gani ndizi, Moshi wananunua namna gani, Nairobi wananunua namna gani, kwa kutumia hizi gadgets zetu za mawasiliano hizi ambazo zinatupa bei kila mahali duniani. Virtual unaweza kujua kila kitu kinauzwa namna gani. Kwa hiyo watu wakajua bei zake, na sio lazima ukutanishe mtu physically. Unaweza kukutanisha watu kwa mawasiliano haya tulionayo, na hayo ni bei nafuu ya kukutanisha watu, ni bei nafuu ya kumpa mtu tija ya kuzalisha. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme hivi. Mimi nafikiria hivi kwamba katika huu mpango wetu swala zima la ushirikishi, kujenga uchumi shirikishi na uchumi shindani. Issue iliyopo ni kwamba tutafanyaje vijana hawa wapate ajira. Na hawezi kupata ajira bila kujiajiri wenyewe sasa hivi, kwa sababu watu ni wengi ambao hawana ajira na hawataki kuingia kwenye kilimo, kwa sababu kilimo hakina tija, kwa sababu hawajaelimishwa namna ya kulima kwa tija, kwa faida. Kwa hiyo pengine imekuja muda sasa kwamba tujaribu kutengeneza mfumo wa kuorganize vijana kwenye vikundi na kuwaonyesha namna gani ya kutengeneza mashamba yenye tija, kutengeneza viwanda vidogo vidogo vyenye tija, na mtu asifikirie kwamba kiwanda ni kiwanda cha mchuchumo. Tena sasa hivi hata kuzungumza mambo ya chuma kitu tofauti kidogo, kwa sababu dunia haiendi kwenye mambo haya tunaenda kwenye software zaidi sasa hivi. Kwa hiyo sekta ya huduma ndio itakuja kuwa ni sekta muhimu. Sekta ya huduma maana yake sekta ya kuhudumia viwanda, sekta ya kuhudumia, kwa sababu ukiwa na kiwanda lazima kihudumiwe, maintenance na kadhalika. Sasa kama unakimbizana tu hiki unasahau kule, haitawezekana. Lazima tuingize fedha, lakini ili vijana waweze kufanya hivyo wanahitaji mtaji. Mtaji unatokana na nini? Tunasema tutawapa mkopo vidogo vidogo kwenye mahali mashauri. Haina kitu hiyo. Tuunde ile mifuko ya serikali ambayo imetawanyika kila mahali, sijui wapi. Tuunde National Credit Guarantee Scheme au fund au cooperation ambayo itakuwa na misingi ya kibiashara lakini nafuu, ambayo itakuwa imewekwa na serikali. Ili watu wanataka mikopo wanajua tunaenda pale, kutakuwa na kitengo cha wakulima, vijana, inakaa mahali pamoja, na unaweza ka leverage ile guarantee scheme ikawa leverage, ikazalisha maradufu. Kwa sababu kama default rate kwa mkopo ile iliyotoka kwa vijana pengine ni 10%, only 10%, ina maana kwamba ukiwa na mkopo wa kugarantii watu wa 100 unazalisha mara 10, yani kiasi cha fedha mara 10. Sasa unatumia ile guarantee mtu mmoja, ambapo unaweza kuweka kwenye guarantee fund, tukawapa watu wakaendesha kibiashara, tukaweza kuwezesha watu kupata mikopo kwa wingi na mitaji kwa wingi, muda mrefu na muda mfupi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie kwa kusema kwamba mimi ni muumini wa kwamba wa masuala ya kwamba kilimo cha sasa hivi lazima kibadilike, na kubadilisha kilimo hicho lazima tufanye mambo ya mazoea, tujaribu kuona ni kitu gani kitaoteshwa wapi, na wakulima wapewe taarifa za masoko ambayo ni sahihi. Na nikimalizia nasema hivi, ili tuweze kuwawezesha, ili kuweza kuongeza ile fungu la kukopesha au kuwezesha watu kupata mitaji, lazima tuunde National Credit Guarantee Fund au cooperation ambayo itashughulika na mifuko yote ile, na ile fedha inakaa mahali pamoja na inatumika
kwa faida ya wengi, na nataka kuhakikisha kwamba itaweza ikawa ni kubwa kuliko mabenki yote hapa Tanzania. Nataka nishukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa fursa hiyo. Asante sana. Mheshimiwa Kuchauka atafuatiwa na Mheshimiwa Abbas Tarimba. Mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mie kuchangia mpango huu wa miaka mitatu wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba nijielekeze moja kwa moja kwenye upande wa miundombinu. Ni ukweli usiopingika kwamba nchi yetu tumeamua kuingia kwenye nchi ya viwanda. Na ili tuweze kufikia hili lengo la kuwa nchi ya viwanda, matarajio yetu makubwa tunategemea kupata malighafi kutoka mashambani. Lakini vile vile sera ya nchi yetu sasa hivi tuko kwenye kuunganisha mikoa yetu kwa miundombinu ya barabara za lami. Tumeshamaliza baadhi ya mikoa, lakini baadhi ya mikoa mingine bado haijafikiwa. Lakini kweli vile vile tunahitaji kujenga barabara za kiulinzi. Lakini vile vile barabara za kuunganisha za kimkakati. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshalifikiria kwamba ili mazao yetu yaweze kufika kwenye hivyo viwanda tunavyokusudia kuvifikisha, ni lazima tuhakikishe kule ambako mazao haya yanazalishwa tunapeleka hizo barabara kuwezesha mazao haya kufika kwenye soko au kwenye viwanda. Kwa mfano, ni ukweli usiopingika, zao la korosho kwa mkoa wa Lindi na Mtwara lina mchango mkubwa sana kwenye pato la taifa. Lakini kwenye mikoa hiyo ya Lindi na Mtwara ndio mikoa ambayo haifikiki kwa barabara za lami kwenye wilaya zake karibu zote. Kuna mradi mmoja una miaka zaidi ya 5 sasa wa barabara ya kimkakati wa kanda ya kusini. Barabara inatoka Mtwara, Newala, Tandaimba, Masasi na Chingwea mpaka Liwale. Huu wote mnazungumzia ukanda wa korosho. Ndio maana mwaka huu tumepata shida sana na watu wa korosho, kwa sababu korosho mpaka zimefika masika, korosho bado hazitoka kwa wakulima kwa sababu hakuna barabara kuzifikisha maghalani. Jambo hili mimi napendekeza, kama kweli serikali inadhamiria kufufua viwanda au kwenda kwenye uchumi wa viwanda, lazima tuhakikishe tunayo miundombinu rafiki ya ufufuaji wa viwanda. Lakini kama barabara zetu zitabaki kwa hivi zilivyo, tukategemea kwamba mazao ya kulima yatafika kwenye masoko au yatafika kwenye viwanda, hapa tutakuwa tunachezeana kiakili. Mimi naomba sana ufufuaji wa viwanda lazima uende sambamba na ujenzi wa miundombinu. Kweli taifa letu liko kwenye hatua ya kuunganisha mikoa, lakini bado naomba tuingie sasa kwenye barabara zinazounganisha wilaya zetu. Hata basi barabara zinazounganisha wilaya zetu na mikoa yetu, ili muone tija wakulima. Wakulima wengi wanateseka, hawapati pembejeo kwa wakati, hawapati infrastructure yoyote, lakini hata pale wanapojitahidi kulima, mazao yao yanaharibikia mashambani, wanashindwa kuyafikisha kwenye masoko. Jambo hili ni lazima Mheshimiwa Mwigulu lazima ulipeleke pamoja, kuungamanisha miundombinu na viwanda. Jambo jingine naomba nilizungumzie huko kwenye miundombinu. Fedha nyingi za serikali tunazipeleka kwenye halmashauri. Tunakwenda kujenga mahospitali kwenye wilaya zetu na vituo vya afya, tunakwenda kujenga madarasa na mabweni mashuleni, lakini hizi fedha tunazipeleka kwenye halmashauri ambako hakuna wataalamu. Tulipounda TARURA tuliondoa wahandisi wote tukawapeleka TARURA. Leo kwenye halmashauri zetu hazina wahandisi, hakuna wakadiriaji majengo. Tunapeleka bilioni 1, unapeleka bilioni 1.5 kwa ajili ya kujenga hospitali ya wilaya. Kule unakopeleka yuko mkurugenzi na watendaji wengine, hakuna mhandisi. Nini kinatokea? Mahali ambapo mkadiriaji wa majengo akadiria jengo lile kuwezeka bati 50, anaandika bati 200, zinaenda kununua bati 200, zinakuwa pale, jengo limeisha, bati zimebaki, fedha zimeisha.
Au jingine jengo ambayo nataka kuelezea kwa bati 50 ananunua bati 25. Fedha zimeisha, jengo halijaezekwa. Lakini huwezi kumchukulia hatua, hana taaluma hiyo, yuko pale anafanyaje? Mkurugenzi yuko pale, mhasibu yuko pale, lakini hakuna mkadiriaji majengo. Unamchukulia hatua gani huyu mtu ambaye hujamwajiri kwa kazi hiyo? Pangekuwa na mhandisi pale angeweza kuwajibika, lakini hatuna wahandisi. Nikiondoka hapo, tunayo kada ya wakandarasi, kwa sababu tumeshaamini kwamba ujenzi kwa force account ni rahisi zaidi kuliko wakandarasi. Sasa tumeua hii kada ya ufundi. Lakini naomba hili jambo hili basi liende sambamba na mitaala yetu ya elimu. Mnaendelea kuzalisha wataalamu kule wa ujenzi, wakati huku hamuwahitaji. Kuna faida gani? Wakandarasi peke yako ambao wanabaki kidogo, ambao tunasema tunataka kulea wakandarasi wazao waliobaki, ni wale walio kwenye mabarabara tu. Nani wachache sana, tena hawana hata mitaji na wala hawafikiri kupata mitaji. Lakini wale wakandarasi wa majengo hawana kazi tena nchi hii. Naomba Wizara ya Elimu muondoe hiyo taaluma kwenye vyuo vyetu. Hawana kazi. Sisi tumeshaamua kwamba mwalimu mkuu ndio atasimamia jengo letu. Tumeshaamini mkurugenzi ndio atasimamia jengo letu. Tunaamini kwamba DMO ndio atasimamia jengo letu. Hawa wengine hatuwahitaji. Na ndio maana tangu tumeunda TARURA mpaka leo hii kwenye halmashauri nyingi hatuna wahandisi. Uongo kweli? Mimi naomba sana tulifikiria hilo, kwamba tunapeleka fedha nyingi halmashauri lakini hazina wasimamizi, na tutawahukumu kweli lakini tunawahukumu visivyo halali. Naomba nizungumzie swala la uwekezaji. Mimi nashukuru sana Mheshimiwa Rais amelizungumza swala hili vizuri sana la uwekezaji. Lakini mimi naomba nitoe tahadhari kwa nyinyi mliopata mamlaka. Hii kitu iko very very delicate ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais nimemsikia amesema tusiwabuguzi wakandarasi wawekezaji, na mimi naunga mkono tupunguze urasimu wa wawekezaji, lakini tuwe makini. Haiwezekani kazi ambazo Watanzania wanahangaika nazo kila siku wakizitafuta, mwende mkagawa wawekezaji eti tu kwa sababu tukimkatalia kuajiri ataondoka. Tuwe makini sana hapo. Tusipoangalia ni mwanya mwingine wa kupoteza ajira nchini. Bahati nzuri mimi nimedumu kwenye sekta binafsi zaidi ya miaka 30. Najua kinachoendelea kule. Wapo watu wana vyeti vya expert, wana vibali vya ma-expert, lakini ni wasimamizi tu kupakia mizigo kwenye malori. Wapo watu wana kada ya expert, kazi yao ni madereva tu kuendesha viberenge mle ndani, kupaki mizigo kwenye godown. Lakini ukiangalia cheti chake, huyu ni expert. Na muda ukiisha, miaka miwili kiisha, anaombewa tena kibali. Tuwe makini kwenye nafasi hiyo. Tunahitaji wawekezaji, tunawahitaji sana, na mfungue milango na muweke, yani muwe marafiki, muwe rafiki wa wawekezaji, lakini kwa umakini mkubwa sana. Hayo niliomba niachangie kwa leo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kabla nilipigia kengele, hayo matatu mawili yatosha kwa leo. Asante sana Mheshimiwa Kuchauka. Lakini hoja ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivyoeleza kuhusu wawekezaji, nia haikuwa kusema mwekezaji aje na kila mtu, lakini huwezi kumzuia mwekezaji anayeleta fedha zake hapa akisema anakuja na watu kwa kiwango kile tulichosema sisi kisheria, ukamwambia usije kwa sababu ninao wa Tanzania. Hilo ndilo ambalo alikuwa amelisisitiza sana, kwamba lazima tulitazame vizuri
Kama anakuja na watu wake wawili, aje nao wawili, wapeni vibali, kwa sababu anakuja na hela zake na wale ndio anaowaamini yeye. Nadhani hoja hiyo ni ya msingi, lakini pia kwa ujumla wake hamna mwekezaji anakuja na wale wawili afu atakaa nao wao. Tuangalie sisi idadi yetu anawachukua wangapi kule. Maana tusikazane tu kuangalia yeye kaja na wangapi. Yeye anaajiri wangapi hapa. Kama kashaajiri 200 na yeye anao wawili tu, wewe unamnyima nini wake hao wawili? Si ndio anaowataka yeye na hela yake kaja nayo? Au anataka 5, unamkatalia wa nini 5 wakati yeye hela kaleta na Watanzania kachukua zaidi ya hao 5? Nafikiri ni muhimu kuyapima haya yote ili tuweze kusonga mbele. Tusiwazuie hao watu kuleta hela zao nchini, tunazihitaji. Lakini wakati huo tusiwafanye wakwetu labda wakawa na hali mbaya wale ambao wana vigezo sawa. Kama amewaajiri hao na wenyewe walipe sawa sawa. Nadhani sheria zetu ziko vizuri, na kama kuna changamoto mahali, hapa ndio mahali pake pa kufanya hayo marekebisho. Nitaka niseme hilo ili tuwe tumemuelewa vizuri Mheshimiwa Rais na lengo lake kuhusu uwekezaji. Mheshimiwa Abbas Tarimba atafuatiwa na Mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi. Mheshimiwa Dennis Lazaro Londo ajiandae. Spika, na mimi niweze kuchangia hoja ambayo Yanga mwenzangu ameileta ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa kwa miaka 5 hadi mwaka 2025-26. Awali ya yote Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kuunga mkono hoja hii na na sababu kadhaa za kuweza kuunga mkono, na wakati huo kuleta mapendekezo ambayo naamini kabisa kwa namna moja au nyingine yataweza kuboresha mpango huu ambao leo tunaujadili. Mimi nitaanza na hii dhana ya serikali sikivu. Mpango wowote ambao serikali inaubuni ni lazima isikilize maoni kutoka kwa wachangiaji, hasa kutoka kwa wabunge. Na hii imeonyeshwa vizuri sana na Mheshimiwa Rais Samia wakati ambapo naamini mchango tuliokuwa tunautoa mwezi wa pili tulivyozungumza kuhusu ufanyaji kazi wa TRA na jinsi gani TRA inavyotukosesha mapato pale ambapo taratibu za ukusanyaji wa mapato zinavyokuwa sio sahihi. Lakini vile vile tukazungumza swala la baadhi ya biashara kufungwa kutokana na ugumu wa ufanyaji kazi. Mheshimiwa Rais alichukua hatua za haraka sana. Naomba tumpongeze Mheshimiwa Samia kwa kusikiliza. Hii ndiyo maana thabiti kabisa unapozungumza serikali sikivu, maana yake ni hii. Na kwa kuwa serikali imeonyesha mwelekeo mpya huko nje, business community imekuwa na imani kubwa sana na serikali. Na imani kabisa kutokana na imani ambayo inajengwa sasa, wasaidizi wa Mheshimiwa Rais akiwemo ndugu yangu Mwigulu Nchemba, utatusikiliza vizuri hoja zetu ambazo tunazileta, uzichuje, zisaidie huu mpango ili mpango huu uwe bora zaidi. Sasa mimi ningependa niruke sasa niende kwenye swala zima la tunavyozungumza maendeleo. Nataka nimwangalie Mheshimiwa hayati Julius Nyerere ambaye aliwahi kuzungumza na akatoa kauli ni nini maana maendeleo. Na hili limekuwa likizungumzwa pia na Mheshimiwa bunge katika mabunge mengi yaliyopita. Mheshimiwa marehemu anasema maendeleo hayawezi yakawa maendeleo kama, na akatumia neno la Kiingereza, kama sio people centered. Maendeleo lazima yaguse watu, ndipo yatakuwa ni maendeleo. Haina maana vitu sio sehemu ya maendeleo. Hapana, vitu ni sehemu ya maendeleo, lakini lazima itranslate na ishuke chini kwa mwananchi mmoja mmoja. Na hapo ndipo panapotuletea maelezo ama swali. Je, mpango huu unamgusa vipi mwananchi wa kawaida? Na tuliangalia hapo kwamba huu mpango lazima uwe na vielelezo vinavyompelekea mwananchi wa kawaida kusema naam, serikali inakuja na mpango ambao utanigusa mimi, utamgusa yule, na mwisho jumuiya nzima ya Watanzania watafaidika na mpango huu. Na yote haya ambayo tunayasema
yanaelekea katika maeneo mazima wa uhuru wa watu kuweza kufanya biashara zao, kufanya kilimo chao katika nchi yao, kupata mazao ambayo wanaweza kapeleka nje wakaenda kuyauza, na hata utawala wa kisheria, kwa sababu kuna wakati tulilalamika sana hapa yale ambayo yanapangwa katika sheria nayo hayatekelezwi. Kulikuwepo na mjadala mkubwa sana, sitaki niuingilie huko, mjadala ambao ndugu yangu msemaji wa mwisho alizungumzia wa korosho, ule uliumiza watu wengi sana. Turudini katika utawala ule ambao tumejiwekea sheria zetu na zile sheria tuzifate. Na naamini kwamba kwa mwelekeo ambao umeonyeshwa na Mheshimiwa Rais ni dhahiri kabisa haya sasa yanakwenda kutekelezwa. Na ukiangalia serikali imezungumza mambo mengi sana humu ndani, lakini mpango huu lazima uwe ni mpango unaotekelezeka, na tunataka serikali itakavyokuja kufanya majumuisho itueleze ni namna gani imejitayarisha kuhakikisha kwamba inaitumia sekta binafsi ambayo ndio itakuwa ni moja kati ya wabia wakubwa katika mpango huu. Ukiangalia numbers zinaonyesha trilioni 40.6 zitatoka katika mchango wa sekta binafsi, lakini hata ule mchango wa serikali wa trilioni 74.2 mchango ule utategemea vile vile sekta binafsi. Serikali haifanyi biashara. Ili 74.2 trillion shillings ziweze zikakusanywa, lazima business community hapa sasa iweze ikaangaliwa na kuwa nurtured vizuri zaidi. Na kwa hali hiyo ningependa nione kwamba mchango wa serikali katika kuhakikisha kwamba business community inalelewa vizuri uweze ukaelekeza vizuri zaidi, na uweze Mheshimiwa Waziri aje kutuambia. Maana yake kuna kitu kimoja mimi kimenitia moyo lakini kimenisononesha. Tuna watu wazuri sana katika nchi hii katika mawazo mema ya kufanya biashara. Na hapa nimpongeze mpinzani wangu Mohamed Dewji ambaye tumesikia ameteuliwa na rais wa South Africa kuwa ni mmoja kati ya watu ambao watamshauri. Sasa kama tuna mtu kama yule ndani ya Tanzania ambaye wenzetu wanamuona, sisi tunawatumiaje watu kama hao? Na ndipo ninapoomba na naomba serikali na napendekeza kwamba ni wakati umefika sasa serikali kaunda angalau timu ya wataalam pamoja na wafanyi biashara mashuhuri akiwemo watu kama Mohamed Dewji, watueleze ni tufanyeje ili tuweze tukafanikiwa zaidi katika swala zima la uwekezaji katika nchi yetu. Tuangalie tusemeni kweli. Kamati ya budget inazungumzia kwamba haijaridhika kuona kwamba Tanzania ni nchi ambayo si nyepesi ya kufanya biashara, na wakatoa numbers wakasema tuko 141, na hata mpango ule unaomalizika sasa ulikuwa unajitahidi kuifanya Tanzania iwe ndani ya nchi 100 katika wepesi wa kufanya biashara, lakini hatukufika huko. Ni vikwazo gani vilivyosababisha Tanzania isiweze ikaingia katika zile nchi 100 zenye wepesi wa kufanya biashara? Na hapa serikali itakavyokuja, Mheshimiwa Mwigulu atueleze ni vitu gani ambavyo watavifanya kuhakikisha Tanzania inakuwa ni moja kati ya nchi ambayo ni easy to do business, ili wawekezaji waweze kuvutika na wakaja. Kwa sababu bila wawekezaji, ukweli ni kwamba tutapata maendeleo lakini yatachelewa, na tusingependa kuchelewa. Mkumbuke rais wetu marehemu aliyepita Magufuli alisababisha Tanzania kwa haraka zaidi kuingia katika uchumi wa wakati, uchumi wa chini wakati, miaka mingapi? 5 kabla. Ninaamini kabisa Mheshimiwa Suluhu Hassan atatusogeza mbele zaidi ya pale ambapo Mheshimiwa Magufuli ameacha, kama mipango hii mizuri ambayo imewekwa itaweza kutekelezwa na serikali. Mwisho, Mheshimiwa, ningependa nizungumzie kuhusu ahadi za viongozi wetu wakuu. Wananchi wana imani sana na serikali, wana imani sana na viongozi wao wakuu. Leo hii wabunge tumekuwa tukilalamika sana. Tunazungumzia barabara za miaka 3, 4, 5
ambayo Mheshimiwa Rais alitoa ahadi. Sasa tusiende mahala tukafikia kwamba viongozi wetu wakitoa ahadi wananchi wa kawaida waseme haya ni kama yale yaliyopita. Lazima tuyaangalie. Na Mheshimiwa Mwigulu, ndugu yangu, mimi nakupenda sana. Unajua, kwa kuwa nakupenda sana, ningependa nione safari hii tunabadilisha mwelekeo. Viongozi wakuu wakitoa ahadi zao, wasaidizi wake wawe ni hodari wa kuzipokea na kuzifanyia kazi. Hatutataka tuje tuone kwamba tukumbushie miaka 3 iliyopita. Na Mheshimiwa Rais kama anayasikia haya, nitaomba awapeni sapoti ya kutosha mawaziri wake katika swala kama hili. Mheshimiwa Naibu Spika, nimemaliza na nilisema naunga mkono hoja hii. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi atafuatiwa na Mheshimiwa Dennis Lazaro Nondo. Mheshimiwa Engineer Ezra Chiwelesa ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nashukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia mpango wa 3 wa maendeleo ya miaka 5. Kwanza nawapongeza sana kwa maana ya Mheshimiwa Waziri ndugu yangu Mchembwa pamoja na ndugu yangu Masauni kwa namna mlivyoweza kuwasilisha mpango. Na mimi mengi karibu yote nakubaliana nayo, lakini yako mambo ambayo tunadhani sikuyaona kama hayajakaa vizuri sana na tunahitaji tuone namna bora zaidi ya kuyaweka. Moja, nchi yoyote ile mojawapo ya jukumu lake kubwa kushinda yote ni kuhakikisha kwamba watu wake wanapata ajira. Sasa kwenye swala la ajira, ninyi wote ni mashahidi. Vijana wengi wanamaliza darasa la 7, vijana wengi wanamaliza kidato cha 4, vijana wengi wanamaliza mpaka vyuo vikuu na vyuo mbalimbali, vyuo vya kati. Lakini ukija kwenye ajira ni tatizo. Kwa hiyo lazima mpango huu tunapoupanga ujielekeze kwamba namna gani utaendelea kusolve tatizo la ajira katika nchi yetu, ambalo kusema kweli sasa hivi hilo ni tatizo kubwa. Na unapozungumzia swala la ajira, lazima tuangalie kilimo, lazima tuangalie viwanda, lazima tuangalie uvuvi, lazima tuangalie ufugaji. Sasa Mheshimiwa Waziri, ukiangalia labda leo mimi nichukulie mfano kwa pale Msoma. Pale Msoma ni kwamba vijana wetu wengi hawana ajira kabisa. Hawana ajira kwa sababu viwanda vimekufa. Na vingine kwa bahati mbaya sana, ninyi wenyewe serikali ndio mnaviua. Tulikuwa na kiwanda pale cha Mtex. Kile kiwanda cha Mtex kilikuwa kinafanya kazi. Na kile kiwanda bahati nzuri mwekezaji wake ni mwekezaji ambaye ni mkubwa, ni huyu Mohamed Enterprise. Lakini tulimnyang'anya kwamba kile kiwanda ameshindwa kukiendesha vilivyo. Tukasema tunampa mwekezaji mwingine. Mpaka leo hivi tunavyozungumza, huu ni mwaka wa 2, kile kiwanda kina makufuli, watu wetu hawana ajira na wako mtaani. Sasa mimi niseme tu kwamba itakapofika wakati wa uwasilishaji wa bajeti yako, kusema kweli Mheshimiwa Mwigulu, niseme wewe ni mjukuu wangu, lakini nitalia na shilingi yako kama hutakuja na majibu kamili kwamba kwa kiasi gani utatusaidia kusolve tatizo la ajira kwa watu wetu wa Msoma, hasa kuhakikisha kwamba kile kiwanda cha Mtex kinafunguliwa, lakini sambamba na viwanda vingine. Lakini leo tunapozungumza, kati ya mambo tunayohitaji kuyaangalia sana katika kuwasaidia watu wetu, nimezungumzia swala la mifugo, nikazungumzia kilimo pamoja na uvuvi. Shida yetu kubwa ni kwamba kila leo hizi fedha zinazotengwa na wizara, badala ya kwenda kwenye ukulima, zinaenda kwenye kilimo. Fedha zinapoenda kwenye kilimo, hizo ndizo zinaishia kwenye zile mnaita facilitation. Zinaishia kununua magari, zinaishia kununua kompyuta, zinaishia kwenye mambo kama hayo. Lakini kumbe fedha tunategemea sasa kwenye bajeti ya sasa, fedha zielekee kule kwenye ukulima, kwa maana kwamba watu waweze kupata mabwawa ya kutosha kwa ajili ya irrigation,
lakini waweze kupata pembejeo nzuri na zilizo bora. Leo hii unaingia kwenye duka la mazao duka la pembejeo za kilimo, ziko bidhaa feki zinauzwa mle. Matokeo yake ni kwamba mtu anakuja kunyunyizia vile viuatilifu vyote tunakuta ni feki. Kwa hiyo yeye mwenyewe amehangaika, alafu anarudi kupata hasara ya pili. Lakini tunapozungumza swala la uvuvi ni kwamba fedha ziende kwenye wale wavuvi wenyewe, kwa kuhakikisha kwamba walau tunaweka mikakati ya kuona kwamba watu wanakuwa na uvuvi ambao ni uvuvi endelevu, uvuvi unaoweza kusaidia watu. Vizimba vingapi pale Msoma wananchi wamesaidiwa, wale vijana wetu, ili waweze kupata ajira. Sasa unakuta vyakula vinauzwa, vyakula vya samaki, lakini vile vyakula vyenyewe yule mfugaji anaambiwa kwamba labda baada ya miezi 6 yule samaki atakuwa amefikisha nusu kilo. Matokeo yake anafuga mwaka mzima kutokana na chakula anachowalisha, lakini hakuna gramu 500 wale au nusu kilo wale samaki hawajafikisha. Sasa shida kama hizo ni kwa sababu fedha haziendi kwenye uvuvi, lakini badala yake zinaenda tu katika ule usimamizi ambao vile vile hausaidii sana. Lakini hata unapozungumza swala la ufugaji, unakuta badala ya fedha kwenda kwenye wafugaji ili wapate majosho, wapate madawa bora, ili waweze kuwa na unenepeshaji mzuri, badala yake ni kwamba hata madawa ya mifugo yenyewe, madawa mengi ni feki. Sasa haya yote ni baadhi ya mambo ambayo tunahitaji tuyaangalie na tuone kwamba ni kwa kiasi gani tunavyoweza kuwasaidia watu. Lakini leo tunapozungumza viwanda yawezekana tukao tunaangalia tu vile viwanda vikubwa kama Mutex, Mwatex na vinginevyo. Lakini mimi naamini kabisa kwamba tukilisaidia shirika letu la SIDO ambalo ndio linaloshughulika na viwanda vidogo vidogo, ambalo ndio shirika bahati nzuri baba wa taifa aliweka karibu katika kila mkoa. Maana yake ni kwamba ile SIDO ndio inawafundisha, maana kazi kubwa inafundisha habari ya usindikaji na packaging na bidhaa nyingi. Hata tungeenda kwa wenzetu walioendelea kama China, viwanda vyao ni vile viwanda vidogo vidogo ambavyo kazi kubwa ni kusindika, na kazi ya pili ni packaging. Wanakiweka ile bidhaa yao katika hali nzuri ya kuvutia, na kwa kufanya hivyo basi ni rahisi watu wetu wakaweza kufanya biashara zao ndogo ndogo pasipokuwa na shida. Sasa SIDO zetu zote zimekufa. Kumbe SIDO ingeweza kutoa mafunzo mbalimbali ambayo hayo mafunzo yangewasaidia sana watu wetu wa Msoma, lakini na watu wetu wa Tanzania kwa ujumla katika kuendeleza maisha yao. La mwisho, nadhani hili kwangu mimi nadhani ni swala la ushauri, kwamba mheshimiwa, ni hili swala la TRA. Mimi naishukuru sana, maana kama tunavyofahamu swala la TRA ni kweli kwamba wamekuwa wasumbufu wa hali ya juu, na wamekuwa wakati mwingine wanachukua fedha kwa nguvu, wananyanyasa watu. Bahati nzuri marehemu John Pombe Magufuli amelikemea sana hili swala, lakini na juzi Mama Samia Suluhu na amekuja amepigilia msumari wa mwisho kwamba kuwe na utaratibu mzuri wa ukusanyaji. Lakini kumbuka, unayo budget sasa ambayo tunategemea utakukusanyia, unalo lengo la trilioni 2. Sasa lengo la trilioni 2 si fedha ndogo, yani unahitaji kwenda extra mile kuona namna ya kuweza kuzikusanya. Sasa mimi ushauri wangu, ili uweze kuweka ile check and balance, kwa maana kwamba wale TRA wafanye kazi yao, ushauri wangu, hebu imarisha ile board of appeal, iwe active, ifanye kazi pasavyo, ili TRA wanapombana yule mlipa kodi, kama anaona kwamba ameonewa, basi aweze kupata mahali pa kwenda, na majibu ya pere yakitoka haraka, maana yake kama anadaiwa basi, maana siamini kama TRA anaweza kumuonea mtu alafu ukaenda na kule kwenye board of appeal na penyewe napo ukaonewa. Lakini pale huwa kuna kipengele kwamba kama unataka kwenda huko kwenye board of appeal, nadhani unapaswa kulipa 1/3 ya kile ulichokadiriwa.
Sasa Mheshimiwa Waziri, nimekadiriwa bilioni 3. 1/3 maana yake nilipe 1 bilioni. Sina. Sasa tunadhani kwamba hicho kipengele mkikiondoa hicho, ili hata yule ambaye anadhani kwamba ameonewa aweze kupata aweze kusikilizwa katika ile bodo wa pili, na itakapokuwa active sasa itamsaidia sana katika kuhakikisha kwamba mambo haki inatendeka, unapata kodi yako, lakini na huko nako kwa maana mlipa kodi anapata haki yake. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, na naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Dennis Lazaro Londo atafuatiwa na Mheshimiwa Ezra Chiwelesa. Mheshimiwa Kunti Majala ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote naomba nikushukuru wewe kwa kunipa nafasi ya kuchangia mpango huu wa maendeleo. Naomba nimshukuru Waziri wa Fedha na Mipango kwa taarifa nzuri ya mpango huu wa maendeleo, lakini nitakuwa sijatenda haki kama sitachangia mawili matatu ambayo naona kuna umuhimu wa kuyazungumzia. Moja ambalo ni muhimu ni kwamba mpango huu wa maendeleo ni mkakati wa kuendelea kuwaondoa wananchi wetu katika umaskini. Ni kweli mpango uliopita umeweza kutufikisha katika uchumi wa kati, lakini uchumi huu bado umekosa tafsiri chanya katika maisha ya mtu mmoja mmoja. Bado umebakia kwenye takwimu. Kwa hiyo katika utekelezaji wa mpango huu wa maendeleo, naomba uende ukatoe tafsiri chanya katika maisha ya mtu mmoja mmoja, ili mabadiliko ya uchumi huu tuyaone kwa macho na sio kwa takwimu tu. Lakini kubwa kuliko yote, mpango huu ni lazima ujikite katika ukuaji wa uchumi mpana na jumuishi wenye kupunguza umaskini kwa kiwango kikubwa na kuwanufaisha watu wengi, hasa wanaoishi katika mazingira ya pembezoni. Na katika hili, jitihada za ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, ufufuaji wa bandari na meli kubwa kubwa na ndogo, kwa kweli umeweza kuonyesha ni jinsi gani uchumi ambao tunataka uwe unakuwa jumuishi. Lakini reli hii ya mwendo kasi ambayo tunaijenga inaambatana pembezoni mwake na barabara ambayo inatumika kwa ajili ya ujenzi wa reli hii. Barabara hii imeweza kufikia vijiji vingi ambavyo awali kabla ya ujenzi wa reli hii vilikuwa havifikiki. Na vijiji hivi ni muhimu sana katika uzalishaji wa bidhaa za mashambani. Nilikuwa naomba Waziri wa Fedha na Mipango ashirikiane na wizara nyingine kama za ujenzi na uchukuzi kuona barabara hii inaenda kuwa ya kudumu, kwa sababu tukiiacha barabara hii tutakuwa tumepoteza kitu kikubwa na cha thamani. Sasa hivi kutoka hapa Pakutopola kwenda Kilosa ni pafupi sana ukipita kwa barabara hii ya SGR, ambapo awali ulikuwa uende mpaka Dumila. Lakini kutoka Kilosa kwenda Morogoro pamekuwa karibu sana kwa kutumia barabara hii. Lakini miaka 4 ya nyuma ulikuwa uwezi kufikia baadhi ya vijiji hata kwa pikipiki. Lakini kwa sababu ya ujenzi wa reli hii, vijiji hivi vyote vinafikika. Na unaweza kuona mabadiliko chanya katika maisha ya mtu mmoja mmoja katika vijiji hivi kwa sababu ya uwepo wa barabara hizi ambazo lengo lake sio kurahisisha usafiri wa wananchi, ilikuwa ni ujenzi wa reli hii. Kwa hiyo tuiangalie hii barabara kwa jicho la kipekee kwa nia ya kubadilisha maisha ya wananchi wetu katika maeneo ya pembezoni. Lakini pia hatuwezi kuepuka kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, kilimo nasema ni uti wa mgongo. Kilimo tunazungumzia kwamba ndiyo dhana ambayo inaweza kututoa katika umaskini, na kilimo ndio kitu ambacho kinaajiri watu wengi kupita kiasi. Lakini tuna changamoto ya masoko. Masoko haya ambayo tunayazungumzia, mengine yanatokana na uzalishaji ambao hauzingatii mahitaji ya soko, lakini kuna maeneo ambayo kwa sheria ama kwa taratibu ambazo tuliziweka ni kwamba zinamnyima fursa mkulima kuwa na soko la uhakika. Kwa mfano, katika jimbo la Mikumi, kilimo cha miwa ndio uti wa mgongo. Kilimo cha miwa katika bonde lile kuna zaidi ya tani 400,000 kila mwaka zinaharibikia mashambani kwa sababu mnunuzi mmoja ambaye amemonopolize soko la miwa. Miwa hii ambayo inaharibika tunaweza tukaikonvert kwenda kwenye tani 40,000 za sukari ambazo ndizo ambazo tunaagiza kila mwaka.
lakini mzalishaji huyu ambaye alikuwa anapaswa kutafuta suluhisho la kudumu la wakulima hawa kuangalia jinsi gani anaenda kununua miwa yao, yeye anapewa kibali na serikali kwa ajili ya kuagiza sukari ambayo ni rahisi kuingiza kuliko kuzalisha. Kwa hiyo tunajikuta kama serikali tunaumiza wakulima wetu wenyewe badala ya kuencourage ama kuwapa incentive ya kuzalisha. Kama tunataka tumkomboe mkulima kikweli kweli, basi ni lazima tuhakikishe tunamwekea mazingira rafiki ya uzalishaji, lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, kumwekea mazingira ya uhakika wa soko. Na kama mzalishaji huyu ameshindwa kununua miwa hii, basi tuanze kuangalia utaratibu wa kuwawezesha wananchi kupitia vyama vya ushirika ama mmoja mmoja kupitia benki ya kilimo kuanzisha viwanda vidogo na vya kati. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeishi nchi za Asia kwa miaka zaidi ya 4. Uwezi kukuta viwanda vikubwa vya sukari. Viwanda ni vidogo vidogo na watu wanashiriki katika kilimo cha miwa, lakini uzalishaji wa sukari ya miwa na viazi katika uwezo mdogo. Sasa Mheshimiwa Spika, katika hili ili tuongeze mnyororo wa thamani na kukuza stadi za uzalishaji wa bidhaa za kilimo, basi ni vyema tukajikita katika taasisi zetu sisi za fedha kuwawezesha wajasiriamali wadogo na wakati kujiingiza kikamilifu katika uzalishaji wa sukari katika maeneo yao. Lakini lingine kubwa kuliko yote ni uboreshaji wa miundombinu. Tunapozungumzia miundombinu, maeneo mengi ya uzalishaji wa kilimo ni mabonde. Na maeneo haya wakati wa masika hayafikiki. Nchi za Asia zimepata kuendelea, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu kwanza walihakikisha barabara zao zote ambazo zinaenda katika maeneo ya uzalishaji zinapitika mwaka mzima. Nchi kama China ambayo tunaweza kuichukulia kama modo ya maendeleo yetu, ni kwamba wenyewe walijikita katika kuhakikisha barabara zote zinapitika kwa changarawe kwa sababu uwezo wa lami hawakuwa nao. Sisi tunaweza tukakopi modo hiyo ya maendeleo kwa kuhakikisha kwamba barabara zetu zinaweza zikapitika katika maeneo yote ya uzalishaji wa kilimo na kuunganisha na barabara kuu. Hilo litapunguza gharama ya uzalishaji, lakini litafikisha bidhaa masokoni katika bei ambayo inauhalisia na kuongeza ushindani wa bei ya soko na kuongeza tija kwa maisha ya mkulima mmoja mmoja. Lakini pia taasisi zetu za fedha ni lazima zisiseme tu kwamba zinashiriki katika kumwezesha mkulima, zionekane zikifanya hivyo. Riba yetu bado ni kubwa na riba sio rafiki kwa wakulima wetu. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, dakika 6 tu nimeweka stopwatch hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, katika hili tunaweza kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuweka sera rafiki kwa taasisi zetu za fedha kuhakikisha kwamba zinapunguza riba, lakini pia zinamwezesha mkulima mmoja mmoja katika kuongeza tija ya mazao yake, lakini pia kuongeza uzalishaji wa bidhaa za kilimo. Na katika hili Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli hatuwezi kuacha utalii pembeni. Sekta ya utalii ni muhimu mno na ni uti wa mgongo. Kwa jimbo langu la Mikumi, sekta ya utalii imeajiri wengi. Lakini tafiti na stadi mbalimbali zinaonyesha kwamba ni 20% tu ya utalii ambao wanakuja Tanzania ambao wanarudi tena. Kiasi hiki ni kidogo. Na hasa ukizingatia kwamba utalii ni moja ya maeneo muhimu katika ukuaji wa uchumi wetu. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali iangalie ni vitu gani ambavyo vinafanya watalii wasirudi hapa Tanzania. Lakini tuangalie tena jukumu la bodi ya utalii na taasisi zake ambazo zina jukumu la kuhakikisha kwamba mtalii anakuja Tanzania. Wanaboresha huduma zao, wanatangaza vivutio vyetu, lakini pia wanashirikisha wananchi wetu katika swala zima la sekta hii ya utalii. Na katika hili Mheshimiwa Naibu Spika, miundombinu katika mbuga zetu na hifadhi zetu hatuwezi kuliweka kando. Pale Kilosa ama katika mbuga ya Mikumi kuna geti moja tu la kuingilia mbugani. Lakini tunasema tuna reli ya SGR ambayo inakuja mpaka Kilosa. Unaposhuka Kilosa kwa SGR manake unaenda kuongeza idadi ya watalii ambao wangependa kuja Mikumi. Lakini mtalii huyu angeweza kuja akaingilia katika geti la Tindiga ama Mabwerebwere ama Kilangali ambako ni kilomita 15 kutoka station ya reli ya SGR. Lakini kwa kutokuwa na geti pale, kwa kutokuwa na barabara kuingilia pale mbugani, unampelekea mtalii huyu atembee kilomita zaidi ya 120
kabla hajakutana na geti. Sasa tunapozungumzia miundombinu ni pamoja na kurahisisha usafiri kwa watalii, lakini pia kumpunguzia muda na kuongeza thamani ya fedha zake kwa kulinda muda wake. Lingine ambalo si kwa umuhimu wake, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala zima la kwa nini tulishindwa katika mipango yetu ya maendeleo huko nyuma. Mipango ya awali ilishindwa kufanikisha malengo yake mengi na wakati serikali ilikuwa imedhamiria katika ukuzaji wa viwanda kama kipaumbele chake cha miaka 5 iliyopita. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imefungua maeneo mengi ambayo yanahitaji mjadala wa kina. Moja ambalo ni kubwa, mazingira yetu ya uwekezaji sio rafiki. Hatuangalii Tanzania kama sehemu muhimu ya uwekezaji. Lakini pia masharti yetu ya kufungua biashara yamekuwa magumu mno. Tuna taasisi nyingi ambazo mfanyabiashara ama mwekezaji anapaswa kuwasiliana nazo kabla ya kufungua biashara yake. Matokeo yake uwekezaji umekuwa ni wa gharama kubwa mno Tanzania ukilinganisha na washindani wetu katika maeneo ya maziwa makuu. Lakini katika uwekezaji wa Tanzania wote ni lazima wawe kipaumbele bila kujali maeneo yao ya kijiografia. Nikiangalia mpango wa maendeleo haujazungumzia diaspora. Diaspora ni eneo kubwa na muhimu sana katika uwekezaji wa ndani. Naamini kabisa hapo awali tulishindwa kutumia kikamilifu rasilimali watu, hasa ndugu zetu wa diaspora ambao wana skills lakini pia wana access ya mitaji katika maeneo ambayo wapo. Naomba Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango anapohitimisha hotuba yake atuelezee ama elezee bunge lako Mheshimiwa Naibu Spika ni jinsi gani wanaenda kuangalia Watanzania kama significant players katika uwekezaji, hasa hawa ndugu zetu wa diaspora. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana. Mheshimiwa Engineer Ezra Chiwelesa atafuatiwa na Mheshimiwa Kunti Majala atakayechangia kwa dakika 5. Mheshimiwa Kasalali Mageni ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Na mimi pia nichukue fursa hii kumpongeza Waziri wa Fedha na Mipango kwa presentation nzuri ya mpango huu wa maendeleo ya miaka 5. Lakini pia mwenyekiti wa kamati ya budget kwa presentation nzuri pia. Lakini sambamba na hilo nimpongeze mwenyekiti wa kamati ya budget na timu yake nzima kwa kuliona swala la bandari ya Bagamoyo ambalo hata Mheshimiwa Spika ameliwekea msisitizo hapa. Labda kwa haraka, nadhani mpango unao maeneo 5 makubwa ambayo tuna waziri amepresent hapa. Lakini kwa sababu ya muda mimi nitaongelea sehemu 2 tu. Nitaongelea kwenye kuimarisha uwezo wa viwanda na utoaji wa huduma, lakini pia kukuza uwekezaji na biashara. Nadhani mara ya kwanza kabisa niliposimama hapa wakati nachangia, nilisema kwamba nimekuwa katika viwanda kwa takriban miaka 14 nikifanya kazi kama engineer. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa kidogo kwenye swala la viwanda. Na bahati nzuri niko kwenye kamati ya viwanda na biashara. Kwa hiyo sana naongea kwa experience yangu ambayo ninajua nimeishi kama kazi, lakini pia yale ambayo nimekuwa ninayaona huko. Ila labda tu niweke angalizo, tunapokuwa tunachangia hapa sio kusema tumetumwa labda na mabosi zetu wa zamani au tunakuja kumsemea mtu yeyote hapa. Tunachangia kwa sababu tuna hakika na tunajua kile ambacho tunakifanya ni sehemu ya expertise yetu. Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho hapa kuna mtu aliniambia au hao wafanyabiashara wanawatuma mje kuwasemea. Na hawako humu by the way. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwasemea kwa sababu tunajaribu kuangalia mianya ya kutengeneza kodi, mianya ya kukusanya fedha ili zile fedha ambazo waziri hapa amewasilisha trilioni 40 kwa miaka 5 tuweze kuzipata. Tutazipata huko kwenye private sector. Nadhani mmesikia mchangiaji aliyepita Abbas Talimba jana nimeona. We are proud kwamba kuona Mtanzania sasa anakuwa recognized na nchi kubwa ambayo imeendelea kiviwanda kama South Africa. Kwa lazima tujue tunazo hazina hapa. Kwa Mheshimiwa Waziri, sasa ni jukumu lako kuangalia na wewe wafanyabiashara wakubwa walioko kwenye nchi uweze kuwatumia. Maana najua umeweka mpango wa trilioni 40 kutoka sekta binafsi. Unataka utengeneza ajira milioni 8 kwa muda wa miaka 5 mpaka 2026. Hizi ajira milioni 8 hutaweza kuzipata kama hutatafuta hawa watu wenye viwanda huko nje, watu kama akina Deuji hawa, watu kama na wafanyabiashara wengine wakubwa. Watafute, kaa nao tuje na hii mipango mikubwa ambayo tunayo hapa.
maana tunataka tutengeneze ajira, tunataka tukuze uchumi, lakini huu uchumi hatutaweza kuukuza kama wenzetu huko nje hawajui mipango yetu sisi. Kwa hiyo ni kuombe Mheshimiwa Waziri wa Fedha, tafuta muda wa kukaa na wafanyabiashara wakubwa, na nisisitize usikae nao kupitia kwenye taasisi zao zile. Kaa nao mmoja mmoja, mtafute mmoja, muite, mwambie tuna mpango huu, unaweza ukawekeza kwenye nini? Maana niko huku kwetu kwenye kamati ya viwanda na biashara, tunahangaika kutafuta wawekezaji kutoka nje